Zimesalia siku 9 tu kabla ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutimiza siku 100 tangu kuapishwa kwake Novemba 5, 2025. Miongoni mwa ahadi alizoziweka katika siku 100 za kwanza chini ya uongozi wake ni kuwa atahakikisha kunapatikana maridhiano kwa kuanzisha mchakato wa maridhiano ya kitaifa ili kuponya majeraha ya taifa. Ndugu wananchi, kiungo kingine cha maendeleo ni uwepo wa utulivu wa kisiasa na hali ya amani na usalama nchini. Mwaka 2025, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Itakumbukwa kuwa mwezi Oktoba tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Ili kuponya majeraha yaliyopita, miongoni mwa hatua mbalimbali zilizochukuliwa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kuundwa kwa tume ya uchunguzi ambayo mapema jana Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi aliwataka Watanzania kuiachia tume hiyo ifanye kazi yake bila kuingilia kwa kujadili yale yaliyotokea. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi, kuendelea kuzungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za kijamii, vyama vya siasa, wanaharakati, kuendelea kuongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili. Ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa chama cha wanasheria kwamba tusitonyeshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Kuliangazia hili kwa kina na hususan katika kutazama mchakato wa kupatikana kwa maridhiano ya kitaifa kama ambavyo aliahidi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa studioni naungana naye Dr. Dennis Muchunguzi ambaye ni mtafiti na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akiwa pamoja na Patenus Niegira, yeye ni mchambuzi wa siasa za kitaifa na Afrika kwa ujumla. Karibuni sana Manguli. Nashukuru. Asante sana. Mchunguzi, sijakuona tangu mwaka unaanza. Ni Matias amekukunjia ama wewe mwenyewe ratiba? Heri ya mwaka mpya. Asante. Swali langu hujajibu. Heri ya mwaka mpya. Asante na kwako pia. Ndiyo. Mwaka umeanza na karibu naisha. Mwezi wa mahaba huu. Mwezi wa mapenzi. Tarehe 14. Wanasema ni Valentine's Day. Utampa nini mama? Mama mzazi. Nimeshamwandalia kitu cha mama mchunguzi. Mama mzazi ndio wa kwanza. Mama mzazi ndio wa kwanza kwenye Valentine. Kwa upande wa kwangu. Alafu wengine sasa wanafuata baada ya mama. Yeye ndiye atakayeniambia nimpe nani. Mama mzazi. Kwa hiyo wewe zawadi inategemea mama akasema. Mama akasema nini? Akisema mpe huyu basi, asiyesema basi usipopata jua labda mama kufahamu. Hujajitambulisha kwako. Pateno, si wewe kwako vipi? Kwanza nyie ndio mnatakiwa mnipe zawadi. Tarehe 14 mwezi wa pili ni birthday yako. Sisi hatujasema tukupe wewe zawadi. Tarehe 14 mwezi wa pili ni birthday. Hayo mambo ya birthday. Hapa tunazungumzia mahaba. Sasa si ndio mahaba yenyewe tarehe 14? Tunazungumzia mahaba. Utampa nani zawadi? Mimi napewa zawadi, ni siku yangu ya mahaba. Kwa hiyo umejua kabisa unaanguka nayo. Naanguka nayo. Tuanze kwako mchunguzi. Wakati tume ya uchunguzi ikiendelea na kazi yake, serikali imeanza mchakato wa tume ya maridhiano. Natamani tuanze kulijadili hili. Tume ya maridhiano inapaswa kuwaje na ihusishe akina nani ndani yake, kutokana na yote yaliyotokea tarehe 29 na baada ya hapo, kwa sababu tumeshuhudia tume ya uchunguzi imeundwa, lakini kulikuwa na
sintofahamu nyingi na maswali lukuki tu. Labda nianzie hapo. Nashukuru sana unapoongea tarehe 29 na yaliyofuata na tume ya maridhiano, na ndio hapo tunapokuwa tunatakiwa tuelewane kwamba matukio ya tarehe 29, 30 na 31 Oktoba mwaka wa 2025 yanapelekea kuwa sehemu ya majadiliano ya maridhiano endapo tume itashauri hivyo na baada ya kushauri Watanzania tutakubaliana nayo hivyo. Maana yangu ni kwamba maridhiano tunayokwenda kuwa nayo kama taifa ni maridhiano ambayo mchakato wake umeanza siku nyingi. Matukio ya tarehe 29, 30 na 31 ni matukio yaliyokuja baada ya mambo kadhaa ya maridhiano kuwa yamekwisha fanyika. R4 zilikwisha tajwa na Mheshimiwa Rais mara kwa mara. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilikwisha yataja maridhiano. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, anamshukuru sana, wakati akizindua kampeni Kawe mwishoni mwa mwezi wa 8 aliongea habari ya maridhiano. Ndani ya kampeni zake zote kwa siku 60 alizungumzia maridhiano. Akilihutubia bunge na kulizindua bunge aliongelea maridhiano baada ya uchaguzi, na katika hotuba ya kufunga mwaka akaongelea maridhiano, na alipoongea na mabalozi mwezi Januari aliongelea maridhiano. Maana yangu ni nini? Ni kwamba matukio ya tarehe 29, 30 na 31 ni sehemu tu ya maridhiano. Na kwa hiyo maridhiano yenyewe ni kwamba ni mapana zaidi kuliko matukio ya tarehe 30, 31, 20 na nisingependa binafsi ile influence maridhiano ya jumla ya nchi. Lakini hatuwezi kukwepa ukweli kwamba masuala yote yaliyotokea tarehe 29 mpaka 31 yamechagiza kwa kiwango kikubwa ama kusukuma hii ajenda ya maridhiano, sivyo? Hapana. Ajenda ya maridhiano imekuwepo. Maridhiano nini? Na maanisha ilikuwepo. Lakini baada ya kutokea yale yaliyotokea ni kama imekuwa ikipewa nguvu kubwa zaidi, sivyo? Imekuwa, lakini Mheshimiwa Rais alikwisha sema katika hotuba yake ya uzinduzi wa kampeni kwamba ndani ya siku 100 ndani ya siku 100 kutakuwa na maridhiano tayari. Na akasema yale maridhiano tutakwenda nayo ili aende kuweza kutubeba tunapokuwa na katiba mpya, kwa kauli yake akiwa Kawe. Ukitazama mpaka sasa zimebaki siku 9, tumefanikiwa kiwango gani kwenye ajenda yake ya maridhiano? Tumefanikiwa kwa maana ya kwamba moja, kumekuwa na matamko ya utashi wa kisiasa yanayotuambia maridhiano yapo. Kwa hiyo ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi uliopita, yeye kama nilivyosema ametamka ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba atanyosha mkono wa maridhiano. Alipolihutubia taifa akifunga mwaka na kukaribisha mwaka huu, akasema kutakuwa na nini? Na maridhiano, na akaeleza yatakuwaje. Na akasema atajadiliana na wadau wote ili kujua tume ya maridhiano muundo wake uweje, aina ya wajumbe gani wawemo, kazi zao ziwe vipi na ichukue muda gani. Na akalirudia alipoongea na mabalozi wanaowakilisha nchi zao ndani ya Tanzania. Lakini makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi amelieleza hilo mara kwa mara, na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba waziri mkuu amelieleza hata mara ya mwisho amelieleza siku chache zilizopita kwenye msiba wa mzee wetu mpendwa, Mungu amlaze mahali pema peponi, mzee Edwin Mtei akiwa mkoani Arusha, kwamba yeye political will ya maridhiano ipo na yeye ndiye amekabidhiwa jukumu, na anapenda kuhakikishia umma na Watanzania kwamba maridhiano yatakuwepo. Kwa hiyo hizo kauli peke yake ndani ya siku 100 zinatupa nguvu ya kusema maridhiano, something has been spoken of na something is being worked of. Pateno, sinakuja kwako. Baadhi ya wapinzani wanasema kwamba wakirejea yale yaliyotokea tarehe 29 na siku zinazofuata, kwamba ili kuwepo na maridhiano kwanza lazima kuwe na uwajibikaji, lakini kuwe na kukiri kwamba kuna tatizo mahali fulani, nani amekosea na nani anatakiwa kuwajibishwa vipi. Unadhani kwa muktadha huu tulionao hivi sasa, kama alivyoeleza Dr. Mchunguzi kwamba kuna hatua zimepigwa, kuna haja ya kufanya haya yote kwa kiwango gani? Niseme kwanza anachokisema Dr. Mchunguzi ni kile ambacho kilianza tokea mwaka 2021 rais alipo hapa, Rais Samia Suluhu Hassan. Na Rais Samia Suluhu Hassan yeye alisema tushikane mikono. Baada ya hapo
kulianza jitihada mbalimbali. Na nafikiri ni msingi katika mjadala huu tuzungumze vizuri namna gani tuna uhakika kwamba maridhiano yatakuwepo. Kauli kama alivyozizungumza ndugu Mchunguzi hapa ni vizuri kabisa, na ndivyo zimekuwepo. Kumekuwepo utashi wa kisiasa na kila kitu cha aina hiyo. Lakini historia na takwimu za historia zinatuonyesha kwamba tume nyingi zimeishia kuwa tume na kutoa taarifa. Kwa hiyo nadhani ni mwafaka sasa kama sisi wachambuzi tuanze kuleta uchambuzi wetu sahihi. Moja, tume ili ziweze kufanikiwa zinahitaji kuwa na misingi mikubwa itakayoiwezesha kuipokea taarifa za tume hizi zinazoletwa. Maana tume anaiunda Mheshimiwa Rais na inaripoti kwa Mheshimiwa Rais. Sasa unapokuwa unataka upate maji, lazima utengeneze miundombinu maji yatakapopitia. Ukisha kuwa nayo hiyo miundombinu, ndo maji yanaweza yakaanza kutiririshwa kwenye hayo mabomba. Sasa tunataka tume ili tuweze kufanya maridhiano, lakini kama alivyokosoa na mimi naungana naye, maridhiano yanayozungumzwa ni mapana kuliko matukio ya tarehe 29, tarehe 30, 31 na kinachoendelea mpaka leo. Kwa sababu ni ndoto ya muda mrefu ya Mheshimiwa Rais ya kwamba tushikane mikono. Sasa tarehe 29 kama ulivyosema, vyama vya upinzani na viunga mkono, inahitaji uwajibikaji. Sasa mapendekezo ya tume ndiyo yatakayorahisisha na kuratibu namna ambavyo uwajibikaji utafanyika na ni wakina nani watahusishwa kwa upana wake. Kwa sababu tukio la tarehe 29 japo ndio tunalifanya katika sehemu ya kuwa dinayo, lakini ni tukio ambalo lina mizizi na chimbuko ya falsafa, miundo ya makuzi yetu ya kisiasa. Kwa hiyo lina mizizi ya muda mrefu. Na hivyo kumbe tukilichukua lenyewe peke yake hilo tukio, tunaweza tukafikiri kwamba maridhiano ni kutokana na tarehe 29. Hapana, ni kabla hata ya tarehe 29. Kwa hiyo tarehe 29 wapinzani na waunga mkono watu wanahitaji kuwajibishwa, lakini si kwamba wasubiri kwamba mpaka wawajibishwe ndo tulidhiane. Sasa tunaridhiana nini kama watu wameshapewa adhabu? Kama watu wameshapewa hukumu, hakuna kulidhiana tena. Hao ndio kafara ya kilichojitokeza tarehe 29. Kwa hiyo nadhani wanakuwa wanatia chachu kwamba Mheshimiwa Rais pamoja na vyombo vyake ni kama vile vinachelewesha wananchi kuona kafara wa kuteketezwa akiteketea. Nafikiri mimi nihitimisha hiyo. Shukrani. Mchunguzi, nafahamu kwamba umekuwa ukifanya tafiti mbalimbali kuhusiana na tume kadha wa kadha zinazokuwa zinaundwa nchini kwetu kuanzia ufanisi wake na vitu vingine. Unadhani tume ya maridhiano inatakiwa inayotarajiwa kuleta umoja wa kitaifa inapaswa kuundwa chini ya misingi gani? Nashukuru sana kwa swali hilo. Ni swali zuri kwamba tume iundwe chini ya msingi gani. Na napenda niseme kwamba mwanzo tulikuwa tunaongea R4. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa zile R4. Nilizizungumza sana wakati ule na namshukuru sana. Reconciliation, rebuilding, resilience na reforms. Na ilani pia ikaongelea habari ya maridhiano, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaishukuru pia na kauli zikawa za maridhiano. Alipozungumza na babalozi Mheshimiwa Rais akaongea truth kutokana na tume yenyewe kwamba tumekuwa tukiongea swala la maridhiano. Lakini alipoongea na waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Rais aliongeza neno lingine. Akasema Truth and Reconciliation Commission. Hiyo truth haikuweko mwanzo katika maneno tuliokuwa tukiyatumia. Mabalozi maana yake ni tume ya ukweli na maridhiano. Yes. Sasa ikishakuwa tume ya ukweli na maridhiano ni ile tume ya maridhiano, but inakuwa na maana kubwa zaidi. Na ameliongeza neno hilo akiongea na mabalozi. Iwe katika muundo gani kwa mujibu wa swali lako? Tunahitaji tume ambayo kwanza niseme hivi, namshukuru Rais kwamba alitamka katika hotuba yake kwamba muundo wa tume uweje, aina ya wajumbe waweje, kazi zao ziweje na muda gani uwe. Mimi naongezea hivi, tunahitaji muundo wa process ya maridhiano. Kuna tume ya maridhiano, lakini kuna mchakato wa maridhiano. Mchakato wa maridhiano unahitaji muundo. Tukirudi kwenye katiba ile, wakati wa katiba sio maridhiano, katiba ile ya wakati wa Warioba tulikuwa na tume ya maridhiano, lakini tulikuwa tuna bunge la katiba, na tukaja kwenye kupiga kura, kupigia vifungo, tukaingiliana na uchaguzi mkuu wa 2015 tukashindwa kupiga vifungu kwa sababu yasingefanyika yote mawili. Kwa nini? Kwa sababu tuliangalia zaidi tume ya Warioba, hatukuangalia zaidi
muundo wa ile process nzima iweje, pamoja na kwamba bunge lilipitisha sheria ile. Maana yangu ni hivi, tunahitaji muundo wa tume yenye weredi, yenye wataalam wanaoelewa masuala ya maridhiano, watu ambao wako tayari kutuvusha kwenye maridhiano. Lakini tunahitaji pia muundo wa maridhiano pia mwingine ambao kama mimi ungeniuliza kwa utashi wangu na siingilii mapendekezo ya Mheshimiwa Rais, ningesema tuwe na baraza la maridhiano la taifa, National Reconciliation Council, na tume ya maridhiano. Sasa hivi ni vyombo viwili ambavyo vinaweza vikafanya kazi kwa pamoja na vikatusaidia kumove. Baraza lina advantage ya kuwa na watu wengi, kwamba makundi yote ndani ya jamii 19, 20, 25, wanawake, walemavu, bodaboda, mamalishe, vyuo vikuu, wanahabari, NGOs, watu wa dini, machifu, makwini, unaweza ukawaingiza kwenye baraza na tume inakuwa na watu wachache. Umenielewa? Pamoja na kwamba katika baraza lile unaweza kumpa nafasi Mheshimiwa Rais akawa na watu 5 hata 10 ndani ya baraza lile. Ukawa na baraza na ukawa na muundo wa baraza na ukawa na tume. Lakini kwa mujibu wa swali lako ni kwamba weza ni baraza la maridhiano au ni tume ya maridhiano, tunahitaji watu wenye weredi, watu wenye uelewa, watu ambao wako tayari kufanya kazi na kutuvusha bila kuwa personalized. Manake ni nini? Mtu asiangalie bila kubinafsisha. Tukikuweka wewe kama umetoka kuwakilisha chama cha wakulima, usipendelee zaidi tu wakulima, angalia taifa zima kwa ujumla. Tukikuweka umewakilisha chama cha siasa, usiangalie tu chama chako cha siasa, angalia taifa. Tukikuweka umewakilisha Wakristo au dini, Waislamu na kadhalika, hebu kama umeletwa na taasisi ya kidini, usiangalie tu taasisi, angalia ile national need, kwamba tunahitaji nini. Kwa sababu gani? Maridhiano haya tunayahitaji ili yatujenge kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, lakini tuna jambo letu mbele ambalo ni nini? Katiba mpya. Sasa tukiweza kuridhiana vizuri hapa, tutakwenda vizuri, na baadaye katiba mpya ambayo yenyewe si ya chama kimoja cha siasa, si ya kundi fulani, ni katiba ya nchi nzima. Kwa hiyo tunahitaji muundo ambao na wajumbe na aina ya watu ambao kwa kweli watakuwa na uwakilishi kutoka makundi mbalimbali, lakini pia tume itakuwa na watu wenye weredi, wenye uelewa, na ambao wako tayari kweli kutusaidia kwenye hayo maridhiano. Watu ambao watakwenda kubishana bila hoja, ila watu watakuwa kwenda kubishana kwa hoja na kujenga mambo ambayo tunataka wawemo watu, mimi binafsi, kwenye tume ya maridhiano ambao majina yao yakitajwa, Watanzania akina imani hapa useme yes, nani fulani, ndio fulani, excellent, fulani hapo sawa, tumevuka hapo. Hatutaki awekwe majina ambayo kesho yake kwenye mitandao watu wanasema na huyu anaenda kutafuta nini kwenye tume ya maridhiano, then una fail kabla hata hujaanza. Asante sana. Patano, si unalipi la kusema kuhusiana na muundo wa tume hiyo? Nianze kusema kwanza hata kabla ya muundo ni kwamba tumekuwa na tume nyingi ambazo zina utashi wa kisiasa unaoongozwa na nia ya rais. Kwamba unakuta kwa mfano katiba mpya ni nia njema ya Mheshimiwa Rais. Maridhiano nia njema ya Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile mwaka 2014, 13, tulipokuwa tunataka kuwa na katiba mpya iliyokwama ya Jaji Sinde Warioba, ilikuwa vile vile kwamba Rais Jakaya Kikwete naye alikuwa na nia njema. Sasa tumeona hizo nia njema hazifiki popote, zinaisha tu. Napenda kulizungumza hili kwa uwazi kabisa kwamba kwa kuwa basi tume nyingi hazikutuzalia kile tulichokihitaji, hazikuleta lile tunda jema tulilokuwa tunalitaka. Kwa mfano mwaka 2014 tulitakiwa 2015 kuwa na katiba mpya, hatukuweza. Tukasonga mbele, tumekuwa na tume ya kijinai ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais kwa nia njema kabisa. Tunaona utekelezaji wake unaenda kwa mwendo wa kukua kwa kucha. Kucha inavyokuwa inakuwa hiyo, uwezi kaona. Lakini si kwamba ikui. Mwisho wa siku unaona limekuwa lirefu. Sasa huu mwendo kwa nyakati hizi za kipindi cha Gen Z na mahitaji ya ulimwengu sio mwendo mzuri. Kwa hiyo tumeona na hiyo. Sasa hivi tunazungumza tume ya uchunguzi ambayo na yenyewe imekuwa na maswali kadha ya kimsingi. Japo ndio na wengine wakubwa wanatuambia tusizungumze mambo haya, tunatonesha vidonda, lakini mwishoni huko mwezi wa 9 huko tutakumbuka kifo cha Mwalimu Nyerere, tutatoneshana vidonda. Kwa hiyo kutoneshana ni sehemu ya kuponyana ndani ya taifa hili. Tusipotoneshana hivyo vidonda vikatona damu, haviwezi vikakauka vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni utaratibu tu wa kawaida, viongozi wetu tunawatia moyo,
tutajitahidi tusiongee maneno ya kukwazana, bali tuongee maneno ya kujenga. Sasa ukiangalia hiyo tume, tunategemea maridhiano. Yote ukiyachora kwenye mstari utasikia nia ya Mheshimiwa Rais, mapenzi ya Mheshimiwa Rais. Sasa huyu Mheshimiwa Rais tunamfanyaje mambo yote haya tunayoelekeza kwake yafanikiwe? Kwa hiyo bila kuingilia utashi wake na utashi wa vyama vyake na taasisi zote zilizopo, nadhani ni msingi kuwepo chombo kingine wakati ripoti ya tume ya uchunguzi inaletwa mezani. Tume ya maridhiano iwe tayari kupokea ripoti hiyo, lakini vile vile tume ya maridhiano ndiyo ambayo inatakiwa kutekeleza mapendekezo yanayotolewa na tume ya uchunguzi, lakini inabidi na yenyewe hii na chombo kingine, Mheshimiwa Rais atumike kama shahidi na msimamizi mkuu wa kuwajibisha tume zote hizo pindi pale tusipokuwa tumefanikiwa. Kwa hiyo nikiliangalia kwa muda mrefu tumekosa kitu cha aina hiyo cha kuwajibisha. Sasa angalia kwa mfano, si kwa ubaya, tume ameiunda rais, inaleta majibu kwa rais, halafu unaenda kumfuata rais, mbona utekeleze? Ni vitu vigumu. Kwa hiyo kunapokuwepo chombo kingine kama alivyosema baraza, ni muhimu sana, kwa sababu tunaingia kwenye mchakato wa kuwa na katiba mpya, na tusipoweka misingi migumu mizito huko chini tutarudia yale ya 2014 kwa sababu hatuna mbadala. Mara nyingi tumekuwa tukitengeneza aina moja ya mpango, strategic plan moja tu, wakati tunabidi tuwe na plani A, B na C na D na T. Lakini ukiangalia hapa ukapiga lenzi na ukasikia viongozi wanavyozungumza, tuna plani A peke yake. Kwa uzoefu na plani A ni mbaya sana. Plani A huwa inatumika kwenye intelligence, hawanaga plani B. Wanaenda na moja tu. Kingine wanachokitengeneza wanaita contingency plan. Sasa sisi hata ukiangalia the contingency plan tunayoisema hatuioni vizuri. Kwa hiyo nadhani kwa muda huu zimebaki siku 9, tunatakiwa moja, kuanza kuona sasa tume ya maridhiano imeundwa na wajumbe wa baraza lake tumewaona, tumeanza kuwasikia katika hizo siku 9 zilizobaki, kusudi wanapoleta ripoti wawepo kuipokea, wawepo kuihoji ripoti hiyo, kusudi katika utekelezaji kusiwepo mkwamo tena. Inavyoletwa ripoti unamaanisha na tume ya uchunguzi, sivyo? Yes, ripoti ya tume ya uchunguzi. Kwa sababu tume ya uchunguzi sio tume ya maridhiano. Ni chombo kilichoundwa kwa ajili ya kutafutia ukweli wa kilichotokea. Inafika inabwaga hapo, inasema kumetokea 1 2 3 4 5, tunapendekeza yafuatayo. Yenyewe imaliza kazi yake. Mmeshashuhudia tume nyingi, na kama unavyosema hapa tena zimekuwa zikikua kama ukucha. Jambo ambalo nakubaliana na wewe kwa namna moja ama nyingine. Hii tume mpya ambayo tunaitaraji ya maridhiano, labda inaweza kuja na chochote kipya ukirejea uzoefu wa tume nyingine zilizopita. Unajua, kukiwa kuna vyura kwenye maji vinapiga kelele, ukirusha jiwe mle vyura vinatulia. Kwa hiyo na sisi tufanye vile vile, tuendelee kuzungumza, tume hii isituangushe. Tuendelee kuzungumza kwa hoja, tuendelee kupiga kelele na kuiomba Jamhuri ya Muungano. Na hapa naposema jamhuri tunaimaanisha watu wote, kuanzia Amiri Jeshi Mkuu, vyombo vyake vyote vya ulinzi na usalama, taasisi mbalimbali zilizomo za serikali, taasisi za kidini, raia, mimi na wewe, tuendelee kuzungumza kwa sauti moja ya upendo mkuu, kwamba iliyotokea tarehe 29 tunataka tume ikileta majibu tuseme never and never again. Tusipokuwa na kauli hiyo yatarudia, sio siku nyingi. Uchunguzi unalipi la kusema? Ni kweli anachokieleza ni sahihi, na yuko sahihi kwamba inabidi iweko tume, kuweko na taratibu tayari kwamba inapoleta tume hii ya sasa majibu yake, kuwe na chombo cha kuweza kuyapokea na kuyajadili, na inaweza ikawa ni hiyo tume ya maridhiano. Na kama alivyosema vizuri kwamba sasa ni muhimu kujadili, na tunapojadili hivi tunaweka msisitizo na umma unaelewa kwamba hatutaki tume ya maridhiano na yenyewe ituangushe. Yaliyotukuta tarehe 29, 30, 31 hatuyataki tena. Umeongea vizuri ni Agira. Never again. Na yatakuwa never again tukiwa na misingi mizuri ya uundaji wa tume ya maridhiano na process nzima ya maridhiano. Tukikosea tu
mwanzo hapa tutapata shida. Moja, tume ya maridhiano kama nilivyosema mwanzo sio political. Kwa hiyo si tume ya vyama vya siasa. Ameongea plani A, B, C na D. Ana maana gani? Lazima tuseme kwamba tukiwa katika mchakato wa maridhiano, kundi moja mathalan ni chama fulani cha kisiasa kikajiondoa. Je, tuna plani B tunaendelea au tunaacha? Tunaenda nyumbani kulala. Tukiwa katika mchakato wa maridhiano, taasisi fulani ya dini ikasema mimi sishiriki tena. Plani B inasemaje? Lazima umeingiza kwenye regulations na kwenye nani zako kwamba wakijiondoa kikundi fulani bado mchakato utaendelea au utaendelea. Hiyo ndio iliyotuangusha 2014-15. Hatukuweka plani B kwamba endapo kupigia kura vifungu vya katiba pendekezwa kutaingiliana na uchaguzi mkuu inakuwaje? Tungekuwa na plani B ingewekwa kwenye sheria kwamba kama itakuwa hivyo basi tutafanya kupigia vifungo mwaka utakaofuata. Ina maana gani? Ina maana 2016 tungekuwa na katiba mpya na rais aliyeingia 15 asingekuwa na uwezo wa kuzuia kwa sababu ingekuwa ni sheria imepitishwa na bunge. Hatukufanya hivyo. Umegusia kitu kizuri, baadhi ya makundi kuhusia, na ni kitu ambacho nimeona siku chache tu zilizopita. Kiongozi wa upinzani wa ACT Wazalendo amekataa kukutana na tume ya uchunguzi Bwana Mpina. Zinavotokea vitu kama hivi na bado baadhi ya hao upinzani wanataka kuona uwajibikaji, na wanavoitwa kwenye tume kama ile ya uchunguzi wanasusia ama hawaendi, na kwa inatoa tafsiri. Inatoa tafsiri hiyo kama nilivyosema awali kwamba lazima tukubaliane kwamba itakapofika mahali kama unavyoona watu wanataka kwenda kwenye tume ya uchunguzi ni yari yao. Tutakapokukaribisha wewe kwamba tunaomba uje na kundi lako wewe uwakilishwe kwenye tume ya maridhiano, hivyo hata kwenye tume ya katiba au kwenye shughuli za katiba, lazima tuwe na plani B kwamba ukijiondoa hatutaacha kuendelea. Hatutaacha kuendelea. Tutakushawishi, tutakushauri, ni mwenzetu, tutaangalia hoja zako zinazokuondoa. Kama zitaturidhisha tunaweza tukasimamisha. Tukasema hebu ngoja tumsikilize huyu. Lakini kama mtu kwa sababu tunaweza kama akaamua kujiondoa yeye mwenyewe for his own sake, for his own benefit. You get my point? Kwa hiyo inatuweka katika hali hiyo kama alivyosema vizuri Niegira kwamba tuwe na plani A, B, C na D. Na sio plani zilizochorwa kama ni plani kama mpango ambayo tunaweka ya vision. Inakuwa ndani ya regulations, ndani ya maandiko kabisa ya sheria au ya taratibu. Kwamba itakapofika pahala fulani kukatokea mkwamo wa aina fulani, unaona, then tunafanya tunafanya kitu gani? Umenielewa vizuri? Kuna kitu naweza nikakiongea nje ya tunachokijadili, lakini kwa nia njema tu. Kama mwanachama wa CCM na declare interest zangu. Tulipofanya maridhiano kati ya CCM na Chadema, kwa mujibu wa taarifa aliyotoa mzee Abdurrahman Kinana mwishoni kuhusu kukwama kule, nilileni kwamba tulikuwa na plan A tu, hatukuwa na B na C. Kwamba yakifaili pale, yakishindikana what next? Yaliposhindikana yaliishia pale. Na ndio miaka imekwenda hivi. Na naeleza kwa kuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, naeleza vizuri very openly kwamba pale tulijifunza. Hatukufanya makosa, hakuna kosa, ila tulijifunza kwamba next hatukujikwaa. Chama cha Mapinduzi hatukujikwaa. Tulijifunza kwamba tulitakiwa pale tuwe na plan B na C na D, kwamba endapo tutakwama hapa next tunafanya nini? Kwa hiyo tumejifunza kama Chama cha Mapinduzi na Chadema. Kwa sababu ni mfano uliopo na sio vibaya kusema. Kwa sababu mtu atauliza daktari, tuliwahi kuwa na maridhiano kati ya chama na chama na ni chama tawala na nini? What happened? Ni kwamba tulijifunza kwamba tunatakiwa kuwa na plan B na C na D. Kwa hiyo tukifika mahali maridhiano yakakwama kwa sababu mbalimbali, tunafanya je, tunamuita mtu wa nje kutoka make kwenye maridhiano unaweza kumleta third party, si ndio? Je, tunamleta mtu mwingine? Tunasema ndugu yetu kutoka Msumbiji, kutoka Rwanda, kutoka sijui South Africa, hebu njoo na ukae kwenye maridhiano yetu, kutoka hapo Uganda na wewe tukusikilize, au tunafanyaje? Lazima uwe na hiyo, kwa sababu unaweza mkafika mahala kweli mkakwama kabisa. Asante sana mchunguzi. Unalipi la kusema Niegira? Mimi nafikiri nataka nihamishe mjadala kidogo kwamba mambo haya yote yanafanywa kwa imani, na imani inajengwa na inajengwa kutoka kwenye matendo na makuzi yetu ya jinsi tunavyoshirikishana kama jamii. Na hasa hichi kipindi cha takriban miaka 10 sasa ni kipindi ambacho kimegubikwa na kutoneshana vidonda, lakini vile vile kimegubikwa na kuchunana ngozi. Yani natumia hiyo lugha, kuchunana ngozi. Yani tunafinyana kila mara, lakini hatupati lugha ya pamoja ya kupoza
kimsingi hatupati asali ya kuweka kwenye hayo makovu. Sasa asali tunakuwa tumeona mizinga na nyuki, lakini bahati mbaya haileti asali. Sasa tunahitaji asali. Sasa mizinga tumeshaiona. Mizinga ni hizi nia njema za viongozi wetu, ni tume ya maridhiano na mengineyo. Hiyo yote ni mizinga, lakini asali itatokana na jinsi ambavyo tunautafsiri Utanzania wetu. Kama alivyosema kwamba tuwe na watu watakaoliangalia taifa kwa mapana, watakaoangalia tunakwenda wapi, tunatoka wapi, na kwa nini sisi kama Tanzania kusini mwa Sahara tumekuwa na jina hili jema kabisa linaloangaza mipaka ya kila mahali. Je, tunaenda wapi? Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa Rais na siasa kwa ujumla, hii tuseme hii tunasema ni political class. Ni kipindi mwafaka sana cha kujihoji maswali magumu, kwamba tunakaribia kuingia kwenye maridhiano siku 9, lakini kuna taasisi za siasa bado zinalalamika na watu wake wamewekwa ndani. Nafikiri kuna vitu vinafanywa na nia njema, visisubirishwe. Wawaachie watu kusudi tuanze kufanya mjadala ulio mpana tukiwa pamoja. Kwa sababu kila mmoja ana nafasi ya kujenga taifa hili. Na hivyo nachotaka kusema ni kwamba the political class ijifunze kufanya kazi na maadui zake. Na kimsingi Dr. Mchunguzi ni mwanasayansi, anafahamu fizikia ya kutembea kwetu inatokana na kusuguana na kanimvuto. Kwa hiyo haitokani kwamba eti inakupenda. Hivi viatu tunavyovaa ni kwa sababu tunapambana na kanimvuto isiumize mwili wetu. Kwa hiyo ni msuguano wa kila mara. Kwa hiyo kumbe maendeleo yetu yanatokana na msuguano huo. Sasa inabidi tuutengenezee asali, kwamba una kidonda, weka asali, kitakuwa vizuri. Kwa hiyo naimaanisha kuanzia lugha zinazozungumzwa, waangalie kwa upana. Wakiwepo watu upande wa pili ambao wana uwezo mkubwa mzuri, waweke kwenye hizi tume. Tujadili, tutoke na kitu kitakachotuwezesha kile nilichokisema, never and never again. Mimi hilo ndilo langu. Muda unatupa mkono, lakini kwa haraka ningependa kusikia kutoka kwenu, serikali ina wajibu gani kwenye tume kama hii ya maridhiano? Tunayo wizara ambayo inahusikana na mahusiano. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwamba ameunda wizara hiyo. Iko wizara inayohusikana na masuala ya mahusiano. Yuko waziri, na kwa hiyo jukumu kubwa la shughuli nzima hii ni la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio overall. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, ni sasa kazi ya serikali kuainisha hayo makundi mbalimbali. Alisema wadau mbalimbali, wawakilishi wa makundi mbalimbali, kujua ni aina gani, halafu kuangalia sasa utaratibu. Na huenda serikali imekwisha anza hicho kitu, hatuwezi kujua kwa sababu kijawekwa public. Then kutoka pale tutaelezwa kama alivyosema Mheshimiwa Rais, jamani, tunachokiwaza sisi ili tuende vizuri ni hiki. Tuwe na muundo huu, tuwe na aina hii ya watu, na tuwe na utaratibu. Na watu watatoa maoni yao. Ni formula gani itatumika sijajua, lakini kama watasema tunatoa mwezi mmoja au miezi miwili, watu watoe maoni kuhusu muundo, kuhusu aina, kuhusu nini, well and good. Mimi sina tatizo na hilo. Then from there ndio tutakuwa tumeenda pamoja, lakini watu washirikishwe right from the beginning, wengi kwa maana ya makundi, na asiachwe mtu. Lakini pili, watu wenyewe pia wawe watu tayari kuvumiliana, kustahimiliana, wawe tayari kupendana na kutokubishana bila kuwa na solutions, bila kuwa na majawabu. Watu wasije kwa ajili ya kubisha tu. Unajua kwa nini nasema hivyo? Tumejenga negativity watu Tanzania hii. People come negatively. Unamwambia mtu tutakuwa na tume ya maridhiano, anambia hakuna kitu kama hicho daktari. Tutakuwa na katiba mpya, anasema uliona wapi? Tutakuwa na hiki. Yani people become just negative kwenye mambo makubwa na muhimu ya nchi. Sijui kama unanielewa. Na hizi ni negativity ambazo inabidi pia tunapolea watoto wetu, tunapokuwa katika makuzi yetu na vijana wetu, tuwaondoe kwenye negative thinking, tuwaweke kwenye positive nini? Positive thinking. Imekwenda mno katika jamii. Anasema nimekwenda kwa Dr. Mchunguzi, nimemkuta hayupo. Unajiuliza amemkuta au hakumkuta? Nimewakuta akina Imani kule, nimewakuta hawapo. Mtu anakuambia Imani, naomba uniazime shilingi 5,000, lakini najua utanipa. Kabla hujamjibu, naomba Imani unisindikize kwenda Kinondoni, lakini najua utakataa. Tumejenga negativity, sasa zile zinakwenda kwenye jamii, zinakuwa hivi. Kwa hiyo watu wajue kwamba nia njema ya rais na nia njema ya Watanzania ya kuwa na maridhiano iko pale pale, na maridhiano tukienda vizuri tunayapata, na katiba tukienda vizuri tunafanya nini? Tunapata. Tuondoe negativity. Serikali play role yake,
lakini na sisi tuwe tayari kuiunga mkono na kuondoa negativity, tuwe positive kwamba we can still make this country a beautiful country kama ilivyo in the world. Sawa sawa. Pateni serikali inawajibika. Na nafikiri serikali sasa kwa kupitia vyombo vyake waanze kuandaa tunasema dialogue, waanze kuandaa midahalo. Watu waanze kuzungumza. Na nafikiri kipindi hiki nitamuomba tu Mheshimiwa Rais afanye kama ambavyo kipindi fulani mtangulizi wake aliwahi kufanya, akiyaita makundi mbalimbali ndani ya Ikulu wanajadili. Na inakuwa mubashara kabisa. Kwa hiyo waanze hivyo, waite wakulima mubashara, waite watu wa taasisi za dini hivyo hivyo, makundi ya wavuvi, ya wafugaji, sijui ya watu gani, hivyo hivyo. Kwa namna hiyo nafikiri tunaweza tukapata picha ya jambo lilo jema. Lakini la mwisho ambalo nataka kulisema katika mtajo huu, naungana naye kwamba kuna negativity kubwa inaendelea, na ni kutokana na hiki kwamba pale imani, sio imani wewe Ruvanda, pale imani inapokuwa si mambo yatarajiwayo kuwa yatakuwa, negativity inakuwa hai. Kwa hiyo nafikiri tuwe na imani kabisa. Swala la mwisho, tumeona tume ya uchunguzi ilianza vizuri na kualika wanahabari kuhudhuria vikao vyao na mambo yakawa yanarushwa, lakini katikati ya safari jambo hilo likakatishwa. Mnaliona hili likitokea kwenye tume ya maridhiano, na labda mnadhani ushirikishwaji wa vyombo vya habari unatakiwa kuwa vipi? Nianze kusema kwanza, hakuna taifa ambalo linaweza likafanya mambo yake gizani. Na serikali yoyote ikitaka kufanya mambo yake gizani imejitoa kuwa serikali ya watu. Kwa hiyo ni msingi mkubwa wajue kwamba utaratibu wa sasa wa kutupeleka kwenye maridhiano katiba unatakiwa kuwa wawazi sana, kusudi watu warejeshe imani ambayo wameanza kuipoteza. Ukisikiliza sauti na ukisoma kwenye mitandao ni kwamba watu wameanza kupoteza imani ndani ya serikali. Kwa hiyo serikali inaanza kupoteza popularity. Sio Tanzania tu, karibia worldwide serikali zinaanza kupoteza popularity. Kwa hiyo nadhani kufungia vyombo vya habari, nadhani lilikuwa ni kujielekeza vibaya. Niongee kama mwanasheria, ni kujielekeza vibaya. Hawakuwa wamejielekeza katika uchanya na usahihi, kwa sababu sasa hivi tunagubikwa na mambo haya. Upo unashangaa taarifa zako zimevuja. Sasa unajiuliza zimetoka wapi? Upo unashangaa mtu fulani kapotea. Upo sasa, tunapofungiana, mimi nikatoa habari zangu, ninatoa wapi uhakika kwamba likinipata wanaweza wakanitetea kwamba labda ni kile nilichokiongea kwenye tume? Kwa hiyo kumbe kuiacha ni kuwajengea wananchi imani kwamba hapana, sasa hivi tumerejea katika utawala mzuri ambao jambo likijitokeza lazima lifanyiwe kazi. Kwa hiyo mimi nadhani kuna kosa hapo kidogo ambalo linahitaji kuangaliwa. Uchunguzi, naona unatabasamu. Ni kweli, nilikuwa na tafakari hiyo. Nafikiri tume imekaa imeona hali ilivyokuwa ikienda. Unajua, unaangalia na watu na munkari na thinking ya watu, au sio? Kuna mahali watu wanakuwa na jazba, kwa sababu tume nayo lazima iwe protected pia. Kwa sababu tume inahitaji pia kuwa protected. Tusingetaka tuone matatizo kama yaliyotaka kujitokeza, watu wanaweza jazba zikawa kubwa dhidi ya tume. Kwa hiyo nafikiri wameasesi, wameona kinachoendelea, na naamini kadiri wanavyokwenda watakwenda na utaratibu ule watakaoona unafaa. Kama utaratibu walio nao sasa wataona unakwenda vizuri, unafaa kuwapa kile wanachokihitaji, waendelee nao. Swali langu mchunguzi lilikuwa linalenga kwamba tume hii ya maridhiano ambayo inakwenda kuundwa, unadhani iweke misingi gani kwa wanahabari? Kwa sababu kama alivyosema Pateni, watu wanataka uwazi na kuona nini kinajiri. Tume ya maridhiano, imani yangu ni kwamba itakuwa na wanahabari muda wote. That's what I think. Sioni kwenye maridhiano kukawa kuna cha kuficha. Kwa sababu maridhiano ni nini? Ni kupatana, ni kuelewana, ni kupendana, to love each other,
to be sisterly, to be brotherly, to be friendly. Hiyo tena unaficha mwanahabari ni nini? Ile tume haina ni tume maridhiano ni kitu wazi, ni kitu cha mapenzi, ni kitu cha mapendo, ni kitu cha Valentine. Ni kitu ambacho yani mkiridhiana ni Valentine throughout the year. Sasa hiyo Valentine ya kila mwaka, ya kila siku, mapenzi na mapatano, unaficha mwandishi wa habari ili iweje imani? Naamini kwamba tume ya maridhiano wanahabari watakuwemo na itakuwa wazi na kila kitu kitakuwa wazi, na kama tukijenga hivyo msingi toka mwanzo utaona kabisa, na toka tunaona Watanzania namna tunavyoendelea kupatana, kupendana, kusaidiana, kuishi pamoja vizuri, and it will be very wonderful and very beautiful. Asante sana Mchunguzi. Labda niongeze kidogo kabla, kwa sababu mapendo yalikuwa yani yamepamba Februari. Sasa nataka niseme kidogo kwamba idara ya habari na maelezo ya Ikulu na kwa kuwa ndio idara kubwa ambayo inashiriki kwa karibu na msemaji. Tupate mapumziko alafu nitarudi kwako Patenus. Idara ya habari maelezo. Huu ni mwezi Februari. Mwezi wa mahaba kama alivyosema mzee wetu hapa. Nafikiri wawe na mahaba na habari na wanahabari. Kwa maana ya kwamba unajua jiwe linalo ukipigwa jiwe gizani tofauti na jiwe linalopigwa mwangani. Kupigwa jiwe yani hapa tunavyoonana ni tofauti na ukiwa umekatika umeme hapa ni giza afu kapigwa jiwe. Vina test mbili tofauti. Kwa hiyo nafikiri idara ya habari na maelezo katika kuelekea huku ambako tunataka kumulika mafanikio na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa awamu hii ya 6, ni muhimu sana iwe karibu na vyombo vya habari, ikiviratibu vizuri kuona ni namna gani wanataka habari zitoke na zifananeje, lakini na vyombo vyenyewe vimejipangaje katika kuhakikisha tukio hilo zito la maridhiano na matukio mengine yatakayofuata, katiba na mengineyo, yanamulikwa na kuangazwa vizuri katika miiko na taratibu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusipofanya hivyo, kama tulivyokuwa tunasema kwamba lazima tuweke misingi, tusipowekeana misingi kila mahali, na tunaposema misingi hiyo hatuimaanishi tuweke kanuni ya kwamba chombo kisitoe habari. Kitoe habari, lakini kinatoa habari kwa ulimi gani? Lazima tukae pamoja tujadili. Lazima yani mimi ninachokitafsiri ni kama vile tunaona vyombo vya habari ni kama zimwi. Lakini tusisahau ni zimwi linalotujua. Aliwezi likatulisha. Na ndio maana tume imeziba, ndio anasema tutailinda, tufanyeje, lakini tume zingine zijazo lazima tuanze kuona kwamba kazi zetu kueleweka kwa wananchi ndio msingi mkuu kuliko vitu vyote tunavyofanya. Asanteni sana jamani. Dr. Mchunguzi, unawaza nini? Mimi nilikuwa nasikiliza maneno ya busara kutoka kwa Niege. Umeyapokea dearly, friendly. Very friendly na very dearly. Very Valentine. Very Valentine. Ameeleza vizuri tu, ni kweli kwamba mimi navipenda sana vyombo vya habari na idara ya habari maelezo inafanya kazi nzuri sana, na watu wa habari wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo vyombo vyenyewe pia viwe responsible. Vyombo vya habari tunapokwenda kwenye maridhiano viaelewe maridhiano. Pia chombo unapokwenda kuripoti maridhiano, kwa hiyo tutakuwa na semina na mijadala mingi, semina, mafunzo kwa vyombo vya habari. Wanahabari wote wa online, wa TV, wa radio na mahabari print media waelewe maridhiano haya ni nini, waweze kuyapeleka mpaka huko ngazi zote watu waweze kuyaelewa. Na wakifanya hivyo wanahabari hao, na kwa kuwa tunayo idara ya habari maelezo, serikali inafanya kazi vizuri, wizara ya habari wanafanya kazi vizuri, tunayo waziri na naibu waziri, vijana pale wanafanya kazi nzuri. Imani yangu ni kwamba hili jambo la maridhiano kwa upande wa habari litakuwa halina tatizo lolote, litaeleweka vizuri, litakwenda vizuri, wanahabari wataelimishwa vizuri, na wanahabari watatusaidia kama jamii kutubeba vizuri katika hili, na with a very good will ya serikali na cooperation ya wananchi wote wa Tanzania, hili jambo litakwenda kufanikiwa, na kwa hiyo itakuwa ni a very big credit, a very big plus kwa Watanzania sote. Mchunguzi na Patenus, asanteni sana na watakieni jioni njema. Muoneshe mapenzi ya diali, fadhali
na yote. Lakini mwezi mzima, sio maana unaambiwa mwezi wa mahaba bwana. Tarehe 14 tafadhali. Wewe 14 usijali. Hilo usipate tabu. Hilo basi limekwisha. Ama unasemaje babangu? Maana najua unanipa mahaba ya kifadhali. Mahaba ya kifadhali tarehe 14. Hata kama bibi anijui mwambie Zawadi nataka. Mama ndiye atakayenieleza mama pale. Sasa kama anijui ataniuliza nani Imani Enrique Ruvanda ni wapi? Basi mpatie Zawadi apate chupa moja ya maji. Basi alafu unapata dio zawadi yako, unapunguza kio. Na itakuwa ni zawadi kutoka kwa baba. Mapema siku ya jana madereva wanaotoa huduma ya usafiri kwa njia ya mtandao walikusanyika kuwasilisha kero mbalimbali zinazowakabili pindi wanapotoa huduma hiyo, ikiwemo ufinyu wa malipo pamoja na matukio ya unyanyasaji kutokea kwa baadhi ya abiria ambao wanatumia huduma hiyo. Changamoto kubwa hasa serikali tusikilize kwamba makato tunayokatwa sisi ni makato ni makubwa sana. Yaani yako juu sana. Ofa kwa wateja imekuwa changamoto kubwa. Mteja anakurequest hapa labda kwenda Kigamboni, imesoma 10,000, kwa dereva anasoma 10,000, kwa abiria anasoma 5,000. Unafika huko inakuwa ni changamoto. Vile vile abiria pia ni changamoto. Abiria mwingine wanampakia usiku. Mwaka jana tuliandamana. Kuna viongozi tukachagua kaenda LATRA, lakini LATRA hawana msaada wote na sisi. Maana ndio wamekuwa ndukandamiza pamoja na Bolt. Kwa sababu viongozi wanaenda LATRA, wakaanza kuongelea swala commission, wanafunga kikao. Kwa mujibu wa viongozi tuliowachagua kulingana kule na utaratibu wao, sisi tulichokuwa nacho kwenye simu zetu ni application. Hatuna mkataba kusema kwamba tutaenda kuwashtaki kiserikali, lakini tulipeleka malalamiko ofisini kwao. Tukifika ofisini kwao kitu wanatujibu, hatujawalazimisha kuja kwenye kampuni yetu. Acheni ondokeni. Juzi nilipata ajali hapo kama mnavyoona kidogo kilikatika. Unaelewa? chini hapo. Kidogo kilikatika. Lakini niliripoti kutoa taarifa nilipata jana bila. Lakini cha mshangao nishangaa nikaja kufungua akaunti yangu mimi. Unaelewa? Niuliza tu abiria mzima, nikaambia abiria mzima, kigua abiria upande wa abiria. Kaambia mimi ninachunika. Nakuja kuwasha akaunti yangu nipe mtu basi tapata hela ya kula. Lakini nakuja kushangaa akaunti ilifungiwa. Unaelewa? Nikajibu, nikamwambia kwa hiyo mimi nilipata ajali, katika kidole na bado natoa taarifa na akaunti yangu nafungiwa tena. Nilikuwa nazungumzia hapa kwenye swala la abiria. Unakuta ana mapu ya zamani, sawa, anatumia, ikifika muda haina ofa, imetolewa zile ofa za zamani, anafuta ile mapu, ana update upya. Aki-update upya anaanza kama anaweka namba nyingine, sawa, jina lingine, anaonekana ni mtu mwingine. Umeshaelewa? Kwa ofa zinaanza tena upya. Hiyo imekuwa ni swala endelevu kwa abiria, ni kama wanapeana signal. Ni baadhi ya abiria nimeshakutana nao na wanazungumzia hilo swala. Umeshaelewa? Kwa hilo swala linakuwa linatuumiza sisi kama madereva, kwa sababu sisi tunajua huyu ni abiria mgeni, sawa? Atapakia kwa muda kadhaa, sawa? Itaondoka. Kama wameona wameshindwa kabisa kufanya kazi na sisi, wameshindwa kutusikiliza tunachokitaka, watu wache. Sawa watu wache tufanye maisha yetu kama zamani tulikuwa tunafanya maisha yetu. Sawa sisi ndio kila kitu. Nikisema mimi nizime hapo hapa, wote tuzime hapo hapa, hata shilingi 100 hawapati. Sijui unaelewa? Kwa watu wache. Madereva hawa usafiri kwa njia ya mtandao na walikusanyika jana makao makuu hapa ya Crown Media, na Mathias Mloli ndo aliyezungumza nao. Lakini Mathias ya kuishia hapo, kufuatia madai hayo amezungumza na Gilbert Kinono. Yeye ni meneja wa mawasiliano wa moja kati ya kampuni inayolalamikiwa na madereva hao wanaotoa huduma ya taksi mtandao. Miongoni mwa hoja ambazo zimeibuka ni kwamba umesema vizuri kwamba swala ni uelewa, lakini kwa mujibu wa madereva ni kwamba wakija kwenu kuambia na ikifikia hatua mjekutana katikati, mnawajibu kwamba kama mmeshindwa kuendana na mfumo wetu basi hatujawalazimisha kujiunga na sisi. Haya malalamiko sio mara ya kwanza yamejitokeza, kama ambapo umesema ni mara ya pili inatokea. Kwa nini yanaendelea kujitokeza? Kwa mara ya kwanza ilishindikana nini na hata haya madai yamejirudia tena sasa hivi? Kiukweli sasa hilo ni swala la customer service. Sipo kwenye hiyo department, ila sisemi hivyo kujiondoa na hilo na hiyo changamoto. Kama tunayo kweli, basi ni kitu ambacho kinahitaji kufanywa kazi. Ukiwa unahudumia madereva wengi sana na kuna wengine wanakuja na attitude tofauti, na wewe pia lazima uwe na uwezo wa kujicontrol na kuwa extremely patient. Uwe na subira ya hali ya juu sana ukiwa unadili na madereva. Kwa hiyo kama hicho ni kitu ambacho kinatokea kweli na kinatokeaga, naamini kwamba madereva wengi watakuwa wamekizungumza pale ofisini, na kama hiyo imefanyika basi
lazima hiyo department iwe imeitwa na investigation iwe imefanyika na kujua jinsi ya kuboresha huduma kwenye on that angle. Lakini kwa experience yangu mimi kama mimi, madereva wengi ambao wanakuja pale wanapataga msaada mara nyingi mno, na wale ambao wanakuja kwa ustaarabu na wakasubiri, kwa sababu madereva wanajaga pale kila siku madereva wanajaga. Mimi leo nimeingia ofisini 2:30, muda wa kuanza kazi huwa ni 3:00 saa 3 lakini 2:30 madereva wako nje wanasubiri. Kwa hiyo unatoa huduma kwa wateja wengi, wafanyakazi tu ni wachache. Lazima kutakuwa kuna wale ambao wanaingia, leo mtu hajapata trip, leo sijui labda amefungiwa account sijui kimakosa, anakuja yuko frustrated sana na anasira. Hapo bado na watu 40 unahitaji kuwahudumia, na yeye anataka umhudumie hapo ili asikose hela, maana siku inakaribia kuisha. Kwa hiyo anakuja na frustration yake, na ukiongea naye kwa ustaarabu labda anashindwa kuelewa. Kwa hiyo unatafuta namna ya kuongea naye namna ambayo labda anaweza akaelewa. Alafu na wewe sasa usipokuwa na subira ya kutosha, unaishia kumwambia kwamba asikia bwana, hamna mtu ambaye anakulazimisha. Ameshindwa ondoka. Kama unashindwa ondoka. Lakini hatushauri kwamba customer service team yetu iongee hivyo, na hilo ni swala ambalo tukija kusikia kwamba linatokea sana, lazima tulifanyie kazi. Najua nyinyi wateja wenu wakubwa sasa, nyinyi kama kampuni, watu ambao mnafanya nao kazi moja kwa moja ni madereva. Mnazingatia vipi usalama wao wanapokuwa kazini? Wapo madereva wanasema kwamba wameshakutana na visa vya kunyang'anywa pikipiki na abiria. Na wao kuwapata abiria kidogo inakuwa ni changamoto. App ya dereva sio sawa na ya abiria. Naona. Kwa hizi ni app mbili tofauti. Kwenye app ya dereva anaweza akafungiwa, dereva anaweza akapitia changamoto za kupata trip za kutosha, leo labda amepata chache sana. Wakati huku pia kwenye app ya abiria naye pia anaweza akapata changamoto zake. Naona. Sasa dereva kwa sababu yeye hana app ya abiria hawezi akajua changamoto za abiria. Dereva kwa sababu hapeleki changamoto za abiria, anapeleka za kazi ya udereva, hawezi akajua changamoto za abiria. Leo tu abiria amefika ofisini amepoteza iPhone 13 kwenye gari. Hatujamfungia dereva, maana aliongea pale kwenye simu na dereva kabisa kwenye simu. Waliongea asubuhi, dereva akamwambia kwamba mimi simu sioni hapa, inawezekana labda abiria ambaye aliingia alikuja akachukua. Sasa sisi hatuna evidence of what yani kilichotokea physically. Hatuwezi tukamfungia huyo dereva. Naona. Ila abiria ndio hivyo, atalalamika, ataumia. Umeshakupokea lakini kesi za madereva ambao wamewahi kukutana na aina, kwa sababu kizungumza nao jana, nilipokuwa nikizungumza nao, kuna matukio nao wanapitia kama kuibiwa pikipiki, kama kutapeliwa labda hata na abiria. Hizo kesi mshazi kusikia na mnadili nazo vipi? Ndio ambacho nataka. Ndio, siwezi nikaongelea sana upande wa wa customer service. Lakini kwa maarifa nilionayo, nachoweza kusema ni kwamba tunaonaga abiria pia ambao wanafungiwa account, na abiria pia ambao wanakosaga trip kwa sababu ya vitu walivyovifanya kwa madereva. Lakini madereva hawezi wakajua hiki kitu, kwa sababu ukideal na abiria unadeal naye, huwezi ukadeal naye alafu ukatangaza eti. Alafu pia kwenye upande wa abiria hakuna association ya abiria. Eti abiria waje hapa 10 sijui 20 walete malalamiko Crown. Haitokeagi, haiwezekani. Na abiria unakuta ni mamilioni ambao wanatumiaga Bolt. Kwa hiyo sasa hiyo inaleta dynamic ambayo ni tofauti kidogo, kwa sababu kikundi kimoja kina unity na kinaweza kuongea, na kikundi kingine ni kikubwa sana hakiwezi kusema chochote lolote. Kwa nakuta madereva labda wanadhani kwamba hawa wana maisha mazuri, sisi ndo tunaumia. Kumbe sivyo. Nafahamu mamlaka ambayo inasimamia shughuli zenu namna ambavyo mnafanya ni LATRA.
Wameshawahi kuwaita na mkazungumza juu ya hizi changamoto ambazo zimetokea hivi karibuni au hata zilizopita, na makubaliano yalikuwaje? Leo tu kama tunavyoongea hivi, LATRA wamekaa chini na Bolt na kuna mashirika mengine pia ambayo ni husika yamekaa chini yanazungumza, na tumefanya mawasiliano mara nyingi sana, tumeenda ofisini kwao Posta mara nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana nikaanza kwa kusema kwamba madereva ni washiriki wenzetu. Kwa hiyo masuala yao tunayapokeaga na tunayasikiliza na tunayafanyia kazi, ila sisi ni kampuni, kwa hiyo hatuwezi tukafanya kazi kwa kelele. Na pia tunazingatia kwamba madereva ni wengi pia. Asilimia ambayo inakuja kulalamikia hivi vitu ni asilimia ambayo sisi wenyewe tunaangalia. Kuna muda kabisa tunaona sura zao na tunaangalia account zao, tunasema kumbe huyu alifungiwa ndio maana amekuja hapa ndio maana amekuja kulalamika, amejoin waandamanaji wenzake wamekuja, kumbe amefungiwa. Mimi ambacho ningeshauri madereva ni kwamba waje kwa subira, waje kwa ustarabu, waje pale ofisini waelezee changamoto zao, na sisi pia upande wetu tutaongeza pia juhudi kwenye kuelimisha madereva. Tutaandaa vikao, meetings na vitu tofauti tofauti ambavyo sasa hivi viko kwenye maongezi pale ofisini. Nakushukuru wewe ambaye unatuandikia maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube kwa anwani ya Crown Media. Nataka kutazama maoni machache hapa. Usije kuwa na matatizo ya kiufundi. Jamani, tayari. Kapongo anatuandikia, anasema kwamba wanaotoa huduma, wanaomiliki miundombinu ama application za usafiri wanazingua, wanawasikiliza sana abiria kuliko madereva. Abiria akilalamika tu kwa dereva, akaunti inafungwa bila kusikiliza upande wa pili, wao wanafunga tu akaunti za watu. Duni Masimike anasema hapa ni nyumbani, asante sana. Brook Tiger anasema tuko pamoja. Valentin Mohamed anasema kutokea Mozambiki anatusikiliza vizuri sana, asante sana. Geoffrey Gimusimu anasema hizo tume zimewahi kuleta maoni na majawabu mbalimbali. Shida ipo kwa mpokea maoni kuto kuaminika. Anazungumzia swala lile tulilokuwa tukijadili na wachambuzi wetu wa masuala ya kisiasa. Brook Tiger, rais wa Crown, anasema anasikiliza Kasri la Malkia Imani tukia 92.1 Crown FM kutokea Mbagala Kuu. Asante sana. Ngoni Baba Shop unasema unasikiliza Kasri la Kikeke kutokea Mbezi Beach Makonde, ni burudani kwa mpigo zaidi. Asante sana na kushukuru, na nitaendelea kusoma maoni yenu kadiri mnavoniandikia hapa kupitia chaneli yetu ya YouTube. Tuelekee sasa bungeni jijini Dodoma. Wabunge jijini Dodoma wameendelea kujadili na kuishauri serikali kuhusiana na mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali wa muda wa kati pamoja na mpango wa muda mrefu. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu wa Kasri Bahati Msanjila ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakichangia mipango hiyo, mbunge wa jimbo la Nanyamba Abdalla Chikota na mbunge wa Geita Vijijini Joseph Msukuma wameitaka serikali kuweka sheria ya ugatuaji wa majukumu ya serikali za mitaa ili kuzipa mamlaka ya kiutendaji, huku akisisitiza uteuzi wa wakurugenzi wa bodi kuzingatia kuwapa nafasi vijana wenye sifa. Basi sheria ya ugatuaji ije ili yawekwe wazi majukumu ya serikali kuu na majukumu ya mamlaka ya serikali za mitaa. La sivyo kutakuwa tunachanganyana kila siku na kutakuwa na mabadiliko kila siku. Mwenyekiti wa bodi ndo mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukrani. Mtu anastaafu na miaka 70, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha amempiga kule, unamchagua tena unampa bodi. Hana atachopoteza na muda wake wa Mungu umeshafika miaka 70. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri. Ninafurahi waingie kwa ushindani, lakini na umri pia. Mtu akishastaafu anatakiwa pumzike, mawazo mapya yaingie, ipatikane hiyo kazi kwa ushindani
lakini pia na umri uweko kwamba tunashindana na watu wa design gani. Ukishindanisha watu wameshastaafu na uwezo, hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45 katoka chuo kikuu lakini ana mawazo mazuri. Aidha, mbunge wa jimbo la Haisa Shisha Mafua ameitaka serikali kuunda timu ya wataalamu watakaokuwa nje ya utumishi wa umma itakayochambua changamoto za kisekta na kuzitafutia suluhu, huku mbunge wa jimbo la Bahi Kenneth Noro akishauri serikali kuhakikisha nchi inaachana na kilimo cha mkono kwa kuainisha ukomo wake katika dira ya taifa ya maendeleo. Hawa wataalamu wakae chini, wawe ndio watu wanaofanya tathmini ya mipango yetu, wanaojibu maswali magumu yanayohusu taifa letu, lakini walipo vizuri, wawe nje ya utumishi wa umma tuliouzoea. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaweza kuanza, kwa sababu najua yanahitaji mabadiliko ya kisheria, tunaweza kuanza na lab za wataalamu. Wakutane jopo la wataalamu kutoka sekta zote, wakae watafute majawabu, tutafute mfumo wa kuajiri wataalamu hawa. Na naamini nchi hii bado ina vijana wengi wenye uwezo mkubwa, wachaguliwe kwa sifa zao, wapewe security of tenure ya kutosha. Ikiwezekana twende Masaki pale tuwatafutie nyumba za kukaa, tuwape magari mazuri, watoto wake tuwalipie ada, wakae wawe ni watu free from politics, wawaze na watutafutie majibu. Waje na theory wazipime, tuje kwenye utekelezaji, ndio mambo haya mazuri yanaweza kutokea. Kwanza, matumizi ya jembe la mkono, tuseme jambo hili tunaenda kulikomesha kama ambavyo tulimtua mama ndoo kichwani. Kwa serikali katika mpango wake nadhani iweke timeline kwenye dira kwamba 2030 au 2035 jembe la mkono sasa likae kwenye maktaba. Wabunge wameitaka serikali kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa ili kuhakikisha mipango ya maendeleo na bajeti ya taifa inatekelezwa kwa ufanisi. Kutoka jijini Dodoma, Bahati Msanjila, Crown Media. Umenawili? Maisha mazuri. Okay. Niko ufalmeni. Okay. Mpenzi wangu ananipenda, mwezi wa mahaba. Nina uhakika wa kila kitu tarehe 14. Kwa nini nipate stress? Okay. Sawa. Umepona? Bado. Bado hali ni mbaya, lakini leo walau tumetoka kule kwenye njano tumekuja kwenye nyekundu. Sawa. Si haba. Njano, nilikuwa kwenye njano? Sijui. Sawa. Mbona umechoka muda wa kipindi? No, mimi nasubiri muda wangu, niambie muda wangu Si nimewambia karibuni, ama mnataka niwakaribishe na ngonjera? Odi twaingia. Besela tujimwaga. Naomba kuwaeleza Twiga Stars wanaenda WAFCON. Ndio wanaenda. Mna nini mmetuandalia? Sasa ndio unataka hivyo nikukaribisha hivyo, ndio unajua nimekukaribisha. Sawa. Sawa. Tunajua mwezi wa mahaba, ila usituongelee hivyo. Hii ni show ni segment ya michezo. Sarakiki ya changamka. Kama mpenzi wako anakusikiliza, mwambie upo kazini. Utalemba sauti nyumbani. Yupo kazini, hawezi kuwa ananisikiliza. Sasa unalemba sauti manake unataka ndege wengine wanase tunduni? Sawa. Kubwa ni Twiga Stars, ambapo kocha Bakari Shime ametangaza kikosi cha wachezaji ambao watajiandaa kuelekea kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake WAFCON, ambayo kama tulivyozungumza hapo jana awali ilikuwa ifanyike pale nchini Morocco, lakini baadaye michuano hii imepelekwa pale nchini Afrika Kusini baada ya Morocco kutangaza kwamba hawato andaa michuano hiyo. Na kikosi ambacho kimetangazwa na Bakari Shime, naomba nikusomee kwa yule ambaye bado hajakutana na wachezaji ambao wametajwa, na hichi ni kikosi cha awali. Baadaye mwalimu atatangaza kikosi cha wale ambao watakwenda sasa kwenye michuano hiyo, lakini hichi ni kikosi cha awali kwa ajili ya maandalizi, kwa maana kwamba asilimia kubwa ya kikosi ambacho kitakuja kutangazwa na Bakari Shime kitakuwa kimetokana na wachezaji ambao wametangazwa hii leo. Yupo Najat Abbas kutoka JKT Queens, goalkeeper, yes. Asha Mrisho ambaye pia ni goalkeeper kutoka Mashujaa Queens, Nusrat Jafar kutoka Fountain Gate ambaye pia ni goalkeeper. Alafu kuna Husna Mtunda kutoka Alliance Girls, Enekia Kasonga kutoka Juarez ya Mexico, Lydia Maximilian kutoka JKT Queens, Diana Mnali kutoka Yanga Princess, Asha Omar kutoka kutoka Simba Queens, Donisia
Lydia Minja kutoka JKT Queens, Juleta Singano kutoka Juarez ya Mexico, Noela Luhala kutoka MFA ya Lithuania, Krista Bahera kutoka JKT Queens, Anastasia Katunzi kutoka JKT Queens, Violet Nicholas kutoka FC Masar ya Misri, Esther Maseke kutoka JKT Queens, okay, Esther Maseke, Janet Christopher kutoka JKT Queens, Susan Adam kutoka Tausi FC, Maimuna Kaimu kutoka Yanga Princess, Joyce Lema kutoka JKT Queens, Elizabeth Chenge kutoka JKT Queens, Stumai Abdalla kutoka JKT Queens, Winifrida Gerard kutoka JKT Queens, lakini pia yupo Aisha Juma kutoka Simba Queens, lakini pia yupo Hasnat Ubamba kutoka FC Masari ya Egypt, Opa Clement kutoka SD ya Hispania, lakini pia yupo Neema Shau kutoka Yanga Princess, Jamila Rajab kutoka JKT Queens, Clara Luvanga kutoka Al-Nasri ya Saudi Arabia, Aisha Masaka kutoka Brighton, Diana Lucas kutoka sponsor kutoka ya Uturuki. Hicho ndio kikosi cha wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake ambacho kinajiandaa kuelekea kwenye michuano ya AFCON 2026 kule nchini Afrika Kusini. Ashraf, kuna jina lolote ambalo liko hapa na una mashaka nalo? Una mashaka na uwepo wake kwenye kikosi hiki? Hapana. Lakini kuna jina ambalo ulitamani kuliona kwenye kikosi hiki na halipo? Kama nitakuwa nimesikia vizuri, sijasikia jina la Aisha Masake. Umelisikia? Nimelisikia. Yupo. Jina la Feti Densa ndo mimi sijaliona. Wewe hujaliona. Lakini Aisha Masaka yupo. Lakini Aisha Masaka game time yake ni ndogo pale Brighton. Yes, game time yake ni ndogo. Una mashaka na uwepo wake? Yes. Kwa sababu hachezi. Chezi. Ukienda kufuatilia, I don't remember ni lini amepata nafasi ya kucheza tena. Lakini na moja kati ya changamoto kubwa imekuwa ni ushindani uliopo kwenye ile ligi. Premier League hata kwa upande wa kina dada pia nako kuna ushindani mkubwa. Hapati ile game time ya kutosha. Commitment yake inaonekana ipo chini. Na baadhi ya watu nilikuwa najaribu kuwauliza kutaka kujua kwa nini kiwango chake kama kimekuwa cha kawaida tofauti na ule moto ambao alikuwa nao huko alikokuwa anapita. Ushindani umekuwa mkubwa kwake. Anashindwa kupata nafasi pale. Kwa hiyo ingapi ya majeraha? Of course amekuwa kimsumbua sana. Anakaa sana nje test ya ligi pia. Unajua Premier League pia hata kwa upande wa wanaume pia wamekuwa wana struggle again pia. Injuries in and out nyingi wakati mwingine mpaka ujuze ligi. Kwa hiyo kuto kucheza kwake ambako wakati mwingine kunachangia kuna chagizo na injuries anazozipata. Sitarajii kama nitampata yule Aisha Masaka ambaye ana fitness ile ambaye inaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye michuano. Pengine mwalimu amemwita kwa ajili ya uzoefu, labda kuongeza uzoefu. Uzoefu upo, lakini mimi nilikuwa nazungumzia kwenye namna ambavyo contribution yake itakuwa ndogo kuliko kawaida. Sijaona jina la Fatma Issa Fitdensa kama ambavyo nimekwambia. Sijui nini ambacho Bakari Shime kimemfanya simuite mchezaji yule, lakini binafsi nikimtazama amekuwa na mchango mkubwa kwenye klabu yake ya Simba, lakini pia kwenye mechi ambazo amewahi kuitwa kwenye kikosi cha Twiga Stars. Pengine ni uzoefu. Unajua hamna kitu kigumu kama ku maintain standard yako ile. Yani kwa unafanya kitu kile bora kila kukicha ni kitu kigumu kidogo. Kuna vijana wengi pale JKT wanafanya kazi as a fullback, position ambayo anacheza Feti Densa, na kwa muda mrefu amekuwa akifanya vizuri kweli. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi mwalimu amekuja kuangalia kwamba kuna vijana wana energy, wana njaa kweli. Ukiangalia vijana wa JKT wanapokuwa wanacheza mechi zao, mtu ana energy ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo Bakari Shime anafahamu vizuri kwamba moja kati ya wachezaji bora ni Feti Densa na amekuwa akimaintain hicho kitu kwa muda mrefu, lakini ushindani pia unaongezeka. Yani kama wewe ni mtangazaji bora ikifika wakati uwezi kuja kufanya kipindi hapa kwa sababu ya baridi na nini, umezeeka, kuna vijana watateki over tu, hatuwezi kulazimisha uje tu kae hapa. Unamaanisha kwamba amezeeka au umemaanisha kwamba sasa hivi anacheza chini ya kiwango? Yes, nimekwambia kuna watu wengine wanafanya vizuri kuliko yeye, na ndio maana umeona jina lake liko hapo. Unajua hii national team ni ya kila mtu, hakuna mtu ambaye ameumbwa kwa ajili ya kucheza national team peke yake. Sahihi, lakini kwenye michuano mikubwa kama hii tunategemea mwalimu aende na ile cream.
Kwa hiyo unataka okay, nataka nikurudishe. Unaijua cream ya wachezaji wanaocheza kwenye eneo la kiungo kwenye timu ya wanaume? Kina Mudasil, kina Kagoma, si ndio? Ambao wamecheza na wana uzoefu. Lakini unafahamu chaguo la mwalimu ambao alienda nalo kwenye AFCON ya Morocco? Mabula na Then baada ya Mabula kucheza ilikuwaje? Okay. Concept umeielewa? Nimeielewa. Yaani hatuwezi kwenda na wale kila siku wakati kuna watu wengine nao wanafanya vizuri pia. Tenga muda wako, pengine utagundua kuna vijana wengine wanafanya vizuri. Kuna yule binti wa JKT Tanzania yule, jina lake limenipita kidogo. Nashindwa kumkumbuka, nikikumbuka nitakwambia. Anafanya vizuri kwenye lile eneo. Kwa hiyo wapo ambao wanafanya vizuri zaidi yake yeye. Pengine ungeniambia ni kwenye issue ya experience na nini, kwa sababu amecheza mpaka michuano ya amefika nusu finali kwenye michuano ya club bingwa ya kinadada. Maana yake ana uzoefu kucheza mechi kama hizo, na sasa hivi tunaenda kwenye michuano mikubwa ya AFCON kwa upande wa kinadada. Kwa hiyo kuwepo pale, pengine kuwahimiza wenzake, kwa push, kuambia namna gani anatakiwa kwenda kucheza, lakini hakumwacha kwa bahati mbaya. Imagine kama sababu sasa hivi Feta yupo kwenye ule ubora wake. Fair comment. Tunaangalia mechi za Simba kila siku. Au yupo kwenye ile piki yake. Kwa ni wakati mwingine wa kuwapa vijana nafasi ya kwenda kushow up. Okay, sawa. Matarajio yako ni nini, na unadhani Twiga Stars inaweza ikafanikiwa kiasi gani kwenye michuano ya AFCON wa msimu huu? Nakumbuka mashindano ya mwisho kufanyika pale Afrika Kusini ilikuwa kwa kinadada mabinti kwenye shule za sekondari, na tulifanikiwa vizuri kwenye michuano ile. Kwa upande wa michuano hii ya AFCON unadhani kitu gani ambacho tunaweza tukaachieve sisi kama taifa? Moja kati ya maeneo ambayo wawakilishi wake wamekuwa na uimara mkubwa ni eneo la kinadada. Mara nyingi wamekuwa wakienda kwenye michuano mbalimbali, yani wana show up, wanatuonyesha kwamba inawezekana pia. This time ni South Africa tena baada ya Morocco kujitoa kwenye kuandaa michuano ya AFCON kwa upande wa kinadada. Kwa hiyo na sasa hivi timu zimeongezeka, zimekuwa 16. Unajua michuano iliyopita ilikuwa ni timu 12 tu. Lakini sasa hivi zimeongezwa hizi timu nyingine na zimefika timu 16. Lengo pia ni kupanua wigo wa ushiriki wa timu zingine. Kwa hiyo utakuwa ni mfumo wa kawaida, unaanzia kwenye hatua ya makundi, then tunaenda kwenye hatua ya mtoano, kwenda kwenye robo finali, nusu finali mpaka finali. Na watabilia kwenye kundi wanaweza kuvuka kwenye hatua ya makundi, pengine wakaishia kwenye robo finali au nusu finali, kwa sababu commitment ya vijana wetu ni kubwa kulikweli. Tumewahi kuona wakishiriki kwenye michuano mbalimbali pia, lakini wana show up. Yani unaona hii ni timu ambayo imetengenezwa na mwalimu, imeundwa na wachezaji, commitment yao iko juu. Hakuna kitu kipi ambacho wanaogopa. Na hii AFCON inatujumuishia pia na wachezaji wengi ambao wanacheza nje. Akina Opa Clement hao wapo. Kuna yes AFCON. Kwa hiyo experience ambayo wako nayo wao, na ukijumlisha na wachezaji ambao wako nao, akina Winfrida Gerald pia, akina Najat Abasi, au wana kiwango bora sana ambacho wanaweza kwenda kuisaidia timu yetu na ikafanya vizuri. Kwa hiyo nawatakia kila laheri, na naamini wanaweza kwenda kutuwakilisha vizuri. Sasa kila laheri kwa Twiga Stars, kama ambavyo amesema Ashraf. Ni matumaini yetu kwamba bendera itapeperushwa vyema kabisa kama ambavyo imekuwa ikifanyika kila ambapo wanapata nafasi ya kushiriki kwenye michuano mikubwa kama hivi. Tuko na Betika kama kawaida, na kurusha kindege ni ruksa kupitia Betika kwa sababu pesa iko nje. Na wewe unanisikiliza sasa hivi, kama unahitaji mambo yako ya Valentine tarehe 14 ile iende vizuri, ukizingatia kwamba tuko kwenye mwezi wa mahaba, nikwambie tu kwamba hakikisha kwamba unavuna pesa kutoka Betika. Kama umekosa bodaboda au simu janja, piga moyo konde, kwa sababu bingwa bado una nafasi ya kujishindia mpaka milioni 45 kupitia Betika Aviator. Lakini pia kuna free rain ambazo zinatolewa kila baada ya dakika 30, na ukiwahi unapata mpunga wako bure. Ingia kwenye chat box ya Aviator, sikilizia mvua, yani free rain, uweze kupiga miela, na usiache nyuma milioni 45 ambazo zipo kila siku. Wahi sasa uweze kupiga pesa na Betika. Kushinda ni rahisi sana. Shika simu janja yako, ingia kwenye Google, andika Betika, jisajili, alafu weka na cheza Aviator mara nyingi kwa dau la shilingi 200 na zaidi. Hakikisha kindege kinapanda juu zaidi ili ushinde pesa taslim kila siku. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 921. Huu ndo muda wako wa kusepa na mamilioni ya pesa kwa kurusha kindege cha Betika Aviator. Nenda kwenye tovuti ya www.betika.co
.tz uweze kuondoka na ushindi, huko ni sekunde tu. Nikwambie tu kwamba timu ya taifa ya Fustal imeshinda ushindi wa bao 7-3 dhidi ya Ivory Coast, mechi ambayo imechezwa kule visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo hongera kwa timu ya taifa ya Fustal kwa kuondoka na ushindi huo mnono kwenye michuano ya Fustal katika mchezo huo dhidi ya Ivory Coast. Unajua binadamu unaweza ukafanya mema 100 lakini akaliona baya moja akasahau yale yote 99. Hao ni watu wa hovyo. Sio watu wa hovyo, hiyo ni logic ya kawaida kwa sababu hata saizi ukichukua hapa karatasi, hata hapa kwenye meza, umeona hii meza nyeupe, yote nyeupe, lakini ukiweka doa jeusi hapa ama jekundu, cha kwanza kukiona litakuwa lile doa, lakini sio upe wote uliopo hapa kwenye meza. Ni kwa sababu ya negativity ambayo imekaa. Sio nature. Ukizamilia, hapana, ukizamilia kuona iko kidogo tutaona, lakini ukiwa wengi tuko hivyo. Ndio ndio maana nikawa nasema kwamba ni Sara ameshika tishu pale. Mimi nilichoona cha kwanza kuna kitu chekundu, sijui amefutia makeup, sijui lipstick. Okay. Lakini tujifunze kuona mema. Mema tunayaona, ndio maana tarehe 14 tunaenda kwenye tuzo za filamu Tanzania. Hiyo ambayo niambia mimi nikate tiketi ya F50. Hiyo ndio level yako kaka. Usifanye hivyo. Na itakusaidia pia sio level yake. Sikiliza nikwambie. Sio level yake. Yaani wewe hebu mueleze. Labda wewe ni level yako. Subiri, mueleze tunamaanisha nini? Mimi niko hapa kama mtetezi wake leo. Mwanasheria nayo. Niko kama mwanasheria. Na mimi kama mwanasheria nasema kwamba labda hiyo level ni ya kwako. Wanaokaa meza za 350,000 mpaka milioni wana watu wao. Na wewe uko single. Kwa sababu meza za pale 350,000 kuanzia watu 8. Milioni 2 pale wewe kuongea tulikubaliana sio vitu vyako. Unaweza? Tukakubaliana bwana Ashrafu, wewe kwa sasa kutokana na status yako ya mahusiano kuwa ni situationship, ni bora ukanunua tiketi ya 50,000 uweze kumingo. Hivi sasa ukijifanya na mtetezi wangu, wewe mwenzako yuko dabo bwana. Kwa hiyo kitakuramba. Kapata mtu. Wone alimeanza hapa analemba sauti. Kwa hiyo sikushauri uingie kwenye huo mtego ndugu yangu. Kwa hiyo na wewe unayetusikiliza na kututazama, tarehe 14 tukutane pale the Superdome. Utakuwepo Imani? Mimi tena. Kwa mwaka mbele. Na nguo yangu nyekundu tayari iko pale. Niko pale. Nafanya mambo yanaitwa double impact. Hiyo ni movie bana. Nashuhudia tuzo huku nikiwa na enjoy na barafu wa moyo la Azizi. Sikwenda bure kufunzwa kurusha kindege. Kwa hiyo lazima uelewe. Nimeelewa. Hii dunia mambo ni fursa. Okay. Sasa hizi fursa hatupiti nayo, tunaanguka nayo. Ndio nakwambia. Unaikumbatia. Unaikumbatia, ikidondoka unadondoka nayo. Ashraf, tulizungumza kwenye Crossforce International ukasema kwamba Chelsea kwa ilivyo sasa hivi sio klabu ya kuchukua makombe. Haina nafasi ya kuchukua makombe msimu huu. Ndio, hiyo kweli. Na leo wanakutana na Arsenal kwenye michuano ya EFL Cup, lakini bila shaka watakuwa na uhitaji kwa sababu kwenye ligi ni wazi kwamba wataondoka kapa, lakini pia kwenye michuano mingine tunafahamu hali inavyoendelea. Bila shaka wanatamani na wenyewe wabebe chochote msimu huu. Usiku wa leo unaona nafasi yao ya kupata matokeo mbele ya Arsenal? Matamanio ni kitu kimoja na uhalisia ni kitu kingine, na mpira ni kitu cha tatu pia. Matamanio ya timu yote ni kuhakikisha kwamba wana win mataji wanaposhiriki, hasa hizo timu kubwa. Mechi ya mwanzo nakumbuka Arsenal alishinda. Na Arsenal ni timu bora sasa hivi kuliko Chelsea. Lakini hii ni mechi kubwa ambayo inakutanisha timu kubwa. Unakumbuka hata mechi iliyopita, mechi ilitamatika kwa 3-2. Maana yake haikuwa rahisi pia, hata Arsenal ambao wanaonekana kuwa na ubora hawakushinda mechi kirahisi mno. Na leo maana yake kuna interview ya goli moja. Kwa hiyo ukiangalia mwalimu alivyoitengeneza timu yake sasa hivi, mwalimu mpya wa Chelsea, timu yake imekuwa na ushindani kweli, na kuna ile mwalimu mpya tunasema ile morale ambao wanaipata wachezaji baada ya kuja mwalimu mpya. Na ndio maana sasa hivi wana win match after match, wana win. Unaelewa? Kwa hiyo hii pia inapelekea ugumu kuelekea kwenye mechi
ya leo, lakini pia Arsenal nao wanaamini kwamba wao ni the best team sasa hivi, yani duniani wao ni miongoni mwa timu bora sasa hivi. Wanajua namna ya kujilinda, wanajua namna ya kushambulia. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia bonge moja la mechi. Yani ni mechi ambayo mtoto tume dukani. Unaweza ukaacha kitu chochote kile kwa ajili ya kuangalia hiyo mechi. Kwa sababu dogo akitumwa dukani hataki kwenda, anajua kuna tukio litampita ambalo ni muhimu. So unaweza kuacha chochote kile ili kuangalia mechi ya leo. Chochote unachokijua wewe. Mpaka hicho unachofikiria. Hamna, hii mbonge ni hatari. Sijui unanielewa. Kwa hiyo tunatarajia kwenda kuangalia ushindani mkubwa kulikweli, mechi ambayo itakuwa na kasi kulikweli, matumizi ya kiufundi kutoka kwa walimu, na mechi itaamuliwa na yule ambaye atakuwa mfanisi zaidi kwenye lango la opponent. Kwa hiyo ni ngumu sana hii mechi kuweka mzani mzito kwa Arsenal kutokana na moto ambao wako nao sasa hivi. Chelsea wanajaribu kupush, lakini bado kuna asilimia zinamwangukia Arsenal kwenda kushinda hiyo mechi. Kwa hiyo mimi ukiniambia niweke kwenye mzani, nitakwambia ni 55 dhidi ya 45. Arsenal nampa 55 and then nampa Chelsea 45. Set pieces zinaendelea kama kawaida kwa Mikel Arteta. Saa 5 kamili kaa pale na popcorn, angalia mbungi. Asante sana Imani, sisi tumemaliza. Okay. Esther, kama unasikiliza unajua cha kufanya. Usiku mwema, good night. Ila watu mkipata matako uliambwata kabla ya nani hapa leo. Ni msemo wa Kiswahili. Anashangaa nini? Mbona unamvuta mwenzio? Mimi ni mwanagenzi wa Kiswahili. Maskini akipata. Sasa tunafundisha mpaka shuleni au hujui? Huyu umemtoa wapi? Mimi mwenyewe nashangaa tangu ameingia kwenye uhusiano jipya. Alafu sio matusi. Amekuaje? Maskini akipata matako uliambwata. Si ni usemi wa Kiswahili? No, huyu umemtoa wapi? Hadi muulize Esther. Okay. 14. Ngoma unaisikia hapo imeimbwa na mwanamuziki na mtunzi wa nyimbo mbalimbali zilizofanya vizuri kabisa kwenye tasnia hii ya muziki hapa nchini Tanzania. Lakini pia katika miaka hivi karibuni ameamua kugeukia muziki wa Injili, anaitwa Logic. Mambo poa? Karibu sana. Asante sana. Imekuwaje tukatoka duniani mpaka mbinguni? Maisha au safari ya maisha inatupitisha katika sehemu nyingi sana. Na pia dunia ni kama darasa. Kwa hiyo unavokuwa duniani kuna vitu vingi sana unajifunza. Na katika yote mazuri hata magumu ni lazima urudi kwa Mungu kushukuru kwa chochote. So nimekaa kwenye muziki wa Bongo Flava kwa muda mwingi na nimeutumikia kwa kuandikia wasanii wengi ambao wameenda na nyimbo nyingi zimefanya vizuri. Lakini mimi nimeamua kurudi kumwimbia Mungu kwa kumshukuru kutokana na niliyopitia pia katika nyanda hiyo ya kuandika na kufanya muziki ya Bongo Flava. Ulipitia kitu gani? So muziki kwenye kuandika kuna vitu vingi sana vimepitia. So unajua watu wengi wanaofanya muziki au wanaoandika wengi wanatoka katika familia nyingi ambazo ni za chini. Na wengi elimu yao inakuwa sio ile. Kwa hiyo cheti chetu sisi kinakuwa ni talanta. Lakini pia cheti huwa kinachafuka, lakini pia na talanta huwa inachafuka. Inapotokea unafanya kazi na watu wengi afu baadaye ukashangaa tu simu haziiti, inakuchukua kimawazo, inakuchukua katika engo nyingine. Na ukipata story watu wanakutumia labda voice note, watu wanakuongea vibaya ambao wanafanya nao kazi. Kiukweli ilipelekea nilitaka hadi kujikatisha maisha yangu. Pole sana. Natamani kusikia hiyo story kiundani zaidi. Nini kilitokea? Nani alikuwa anakutumia hizo voice note na ilikuwa vipi? Siwezi kumtaja kwa sababu unajua vitu vinakuwa viko chini. So kwa kipindi nilifanya kazi sana na watu. Lakini nilifanya kazi na watu, lakini unajua unapofanya ukimaanisha wasanii ulioandikia nyimbo sivyo? Wasanii ndio. Na ufanya kazi na wasanii then uone mwanga. Unajua tunafanya vitu kwa sababu sio talanta tu kwamba tuonekane tunajua kufanya vitu. Lakini pia kuna maisha nje ya hivyo vitu. Unielewa? Hasa inapokuwa unataka kitu afu unaona watu hawakupi vile vitu. Baada ya hapo kazi zinakata. Unakuwa upati kazi yoyote. Zeni unakutana na mtu anakuambia nikutana na fulani sehemu fulani. Nilipokutaja yeye akasema hataki hata kukusikia. Wewe ulikuwa unataka nini na hawakukupa?
Kuna vitu ambavyo ni kama, cha kwanza ni kupata pesa. Pesa hiyo ambayo ni kazi. Unajua unapofanya kazi unatakiwa upate pesa. Kabisa. Lakini pesa hiyo uipate. Umenielewa? Lakini pia hata ile kupewa thamani ya kitu unachokifanya, kwamba hiki kitu kimefanywa na fulani, ukipate. Mimi nimeandika nyimbo nyingi, lakini watu hawanijui. Ulivyokuwa ukiandika nyimbo, mlikuwa unawaandikia wasanii kwa makubaliano gani? Makubaliano ni kulipana. Lakini msanii unaweza ukamaliza kufanya naye kazi akakwambia takucheki asubuhi. Ukipiga simu aziokotu. Aziokotu. Imekutokea kwa wasanii wangapi hiyo Logic? Ni karibia wote. Karibia wote uliowaandikia. Karibia wote. I say. Na kwa nini hukuwa ukijifunza kwamba labda sasa nimemwandikia ngoma Imani, akaniambia tukutane asubuhi, nimempigia simu hashiki. Kwa nini hukuwaza labda kuwa na kusaini nao mikataba, ama kwamba nilipe kwanza ndo nikuandikie ngoma? Hakuna msanii ambaye anaweza kukubali kusaini naye mkataba. Kwa nini hukuamua labda njia ya kwamba wakulipe kwanza halafu ndo uandikie? Hata kulipa kwanza pia inakuwa hivyo. Kwa sasa mlikuwa mnaandika ulivyokuwa unaandika mlikuwa kwa mfano labda umefanya kazi na leo na msanii, si ndio? Anakuambia labda nitakulipa kiasi cha shilingi 500,000. Umeelewa? So kesho kimtafuta hapo kesi, anakutafuta akiwa na uhitaji mwingine wa nyimbo. Ina maana anakulipa nusu ya ile hela ambayo mlikubaliana mara ya kwanza. Anakuambia nyingine nitakumaliza pamoja na hii tunaofanya kazi. Kwa hiyo ukifanya tena kazi, apokee tena simu. I say, pole sana. Safari yote hiyo imekufundisha nini Logic? So imenifundisha vitu vingi. Cha kwanza ni kutokuwa na imani kupitiliza na watu. Kitu kingine ni kumtegemea sana Mungu kwenye kila jambo. Ndio maana nimeamua kufanya muziki wangu wa Injili. Kwa sababu bila hivyo au kupata neema ya kukutana na watu kuniweka sawa, ina maana leo hata Logic nisingekuwepo. Umeniambia nataka kukurudisha hapo. Unasema ilifika muda ambao ulitamani hata kujitoa uhai kabisa. Ndio. Ni hayo ya kutokulipwa kuandika nyimbo, ama kuna ya ziada? So unajikuta umefanya kazi kwa nia nzuri, lakini katika kuomba kitu imeonekana ni nia mbaya. Alafu yule alifanya naye kazi anawapa sumu watu wengine wasifanye kazi na wewe. Kwa hiyo inakuchukua, unaona sasa ukiangalia, mimi nategemea muziki, nategemea kuandika ili nilipe kodi, niishi vizuri. Sasa sina kazi nyingine, sina nini. Unajua kuna vitu vinatokea, unawaza sasa nitafanya nini? Na uwezi kurudi nyumbani, kusema urudi nyumbani bado hujafikia malengo. Kwa hiyo inakuaffect kiakili. Ni miaka gani ambayo ulikuwa ukiandika hizo ngoma na ulikuwa wapi? Nyuma sana. Kuna mwaka 2018. 18, 19. Wasanii ulikuwa unakutana nao wapi? 18, 19. Wasanii wengi tumekutana nao unajua unapokuwa unajitafuta, unapita sehemu nyingi. Unapita sehemu nyingi sana. Kwa ukakutana nao wapi na wapi? Sehemu hizo kuna nimekutana nao studio. Wengine nimekutana nao THT, sababu mimi nimejifunzia pale muziki THT. Kwa THT ni kama roundabout ambayo inakutanisha watu wengi kwa kipindi hicho. Kwa wengi tumejuana nao pale. Baada ya hapo pia katika kujitafuta kwenda sehemu nyingine, ndio hivyo tukaenda kufanya kazi, lakini kazi haikuleta matunda bali ilileta migongano. Umesamehe? Nimesamehe, ndio maana ya kuokoka au kuokolewa. Kuokolewa ndio kusamehe kwenyewe. Sababu usiposamehe hata Mungu pia wewe hawezi kufungulia milango yako. Kwa sasa hizi huna mpango wa kufungua kesi ama kufanya chochote? Sina mpango wote. Kuna vijana wengi kama wewe ambao wamepitia hayo maswaibu ambayo wewe umeyapitia, wanaoandikia ngoma wasanii hawalipwi kabisa, ndo kama hivyo simu hawashiki na vitu kama hivyo, unawashaurini? Nawashauri pia waweze kufanya vitu vyao tu. Niseme ukweli, hauwezi kuwa bora kwenye kitu cha mtu. Siku zote utajulikana tu umefanya. Unajua hauwezi kuwa msaidizi wa fundi afu kaonekana wewe ni fundi. Utaitwa tu msaidizi wa fundi kabisa. Kwa hiyo inabidi ufanye tu vitu vyako ili ujuzi wako. Mimi nafikiri ukifanya vitu vyako inakupa ubora zaidi kuliko kufanya kitu cha mtu. Kuna watu bwana wanajua kuandika, hawajui kuimba. Unaonaje wakifanya hiyo iwe taaluma, iwe professional kabisa, kwamba labda ukuwe na mikataba ufanye nini? Na kuna watu wanajua kuimba, hawajui kuandika. Nafikiri kuna watu wanahitaji huo utegemeano, ama unaona vipi? Ni vizuri kama ikilasimishwa, lakini bado haijalasimishwa kihivyo. Lakini ni kitu ambacho kikilasimishwa
na ikikawekwa katika weledi mzuri, ina maana itakuwa ni ajira kwa Sasa unadhani nani anatakiwa kurasimisha masuala mazima ya utunzi? Ni wao wenyewe watunzi wakisaidiwa na serikali yetu. Mimi naamini pia waziri aliyopo sasa hivi, waziri ambaye anahusika na masuala ya sanaa, ni waziri ambaye anapenda sana michezo na anapenda muziki na pia anapenda haki. Mimi naamini ile pia atalifanyia kazi kwa sababu muziki unaajiri watu wengi sana. Unaajiri DJs, unaajiri dancers. Ulivyokuwa unawapigia simu hawashiki, kuna hatua zozote za kisheria labda uliamua kuzichukua ama? Sikuwahi kuchukua hatua yoyote ya kisheria. Niseme ukweli, sikuwahi kuchukua hatua yoyote ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu unapomwandikia tu, yeye pia anakuwa ameshaurasimisha wimbo kuwa ni wake, na yeye ndio songwriter kila kitu. Na mtu akishakuwahi kusajili wimbo huwezi kumpeleka sehemu yoyote. Kwa sababu yeye ndo anatamka kama mmiliki wa nyimbo. Lakini sasa logic kwenye nyimbo pale sikunakuwa na credit ama hata video, mtunzi, siyo mwandishi, producer na vitu kama hivyo. Hukutaka hata haki kama hiyo ya kuonekana iwepo? Okay, sawa. Unajua msanii anapopandisha ili utambulike kama wewe ni nanili, ni ndio umeandika wimbo, ni lazima msanii akuandike kwenye kitu kinaitwa metadata. Sasa msanii asipokuandika kwenye metadata, wewe utambulike kama ni songwriters. Kwa sababu iko hivi. Zamani wasanii walikuwa wanaenda studio na nyimbo. Lakini sasa hivi wasanii wanaenda studio bila wimbo, wanatoka na wimbo. Kwa maana kuwa kwamba wanakuta producer kapiga beat. Kama producer kapiga beat, ataitwa songwriters, ataandika. Akishaandika songwriter, msanii anafanya nini? Anaimba. Kisheria ukikuta beat kapiga producer, ina maana producer pia naye ni songwriters. Wewe kinacholindwa kwako ni wazo tu. Kama umeandika wimbo unaitwa Ugali, itaindwa kwamba wimbo umeandikwa na Logic unaitwa Ugali. Lakini producer anasimama kama songwriter pia, kwa sababu yeye ndo amekupa melody, kwa sababu umekuta melody tayari za muziki zipo. Kwa hiyo umepata melody kupitia muziki wake. Kwa hiyo wasanii walio wengi wanaandika kwenye metadata maproducer tu. Kwa hiyo sehemu ambayo ni ya songwriter anajiandika yeye mwenyewe kama songwriter. Kitu unachoniambia Logic umekijua hivi sasa ama tangu unaandika? Nimekijua sasa hivi. I see. Nimekijua sasa hivi. Naamini ulijilaumu sana. Sana. Okay. Sana. Lakini sijilaumu sana kwa sababu sijapoteza. Kikubwa na akili timamu mzima, kwa hiyo naweza kuendeleza nilipoishia. Imekuwa rahisi ama ngumu kiasi gani kuhama kutoka kuwa mtunzi mpaka kuwa mwimbaji kamili? Haijawa ngumu, imekuwa rahisi kwa sababu hata kipindi naandika ni mimi ndo nilikuwa naweka melody kwanza. Yaani naweka melody na maneno kabisa. Kwa hiyo msanii akija anafanya copy tu alichokifanya. Kwa hiyo haijawa ngumu sana. Haijawa ngumu kabisa. Baadhi ya watu wamekuwa wanakutana na ukosoaji hasa wakiwa wanatoka kuimba hii muziki ya kidunia na wakahamia kwenye muziki wa Injili. Kwako ikoje? Ukosoaji upo tu. Upo, lakini kwa mimi naweza nikawashauri nikasema kitu kimoja. Ukimwona kijana ameokoka au ameamua kurudi kumwimbia Mungu, inabidi umkumbatie sana na umuelekeze katika njia ambayo ameikimbilia. Sababu vijana tunakutana na kelele nyingi sana. Kelele nyingi sana. Tunakutana na vitu vingi, vishawishi vingi. Kwa hiyo ukimwona kijana ameokoka, inabidi umtie moyo sana abaki kwenye wokovu. Kabisa. Na maisha ya wokovu yana tofauti gani na yale ya awali? Yana tofauti kwa sababu hata wale marafiki ambao ulikuwa unakaa nao, unapiga nao story, kuna story nyingine hawezi kupiga na wewe. Kama story gani? Kuna story zetu sisi vijana tunazijua. Kwa hizo story pia mimi sizijui, ndio tuambie vizuri. Kuna story za mahusiano, story za nini, story za ukiokoka huwezi kuzungumzia. Unakuepo kwenye mahusiano, lakini lazima uwepo kwenye mahusiano ambayo yana njia ambayo imenyooka. Ukimaanisha nini? Yaani ni kwamba huyu ni mchumba wangu. Itakuwa nifuate process nioe. Lakini sio huyu ni demu wangu. Okay. Akinizingua nitakuwa na demu mwingine. Kuna tofauti. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hamtakiwi kuzungumza masuala ya mahusiano. Mahusiano yanazungumziwa, lakini hawezi kukupa story hizo. Sababu wanajua wewe lazima utawaclash. Kwamba labda nina makando, nina watu 3 4 na nini, wanajua mtumishi umenyooka. Mtumishi umenyooka. Okay. Kwa hizo story hazitokuwepo. Na story nyingine kama gani?
kutoka labda wazungumza labda kutoka kwenda sehemu fulani kwa sababu ikifika Ijumaa mpaka Jumapili vijana wengi huwa kujirusha, tunajirusha hasa wanakuona tena wewe sio mtu hivyo, uweze kushirikisha kwenye vitu vyao. Kwa mtoko pekee unakuwa ni ile mitoko ya mkesha, kusifu na kuabudu. Kwa sababu Ijumaa nilikuwa nataka labda niende Element, lakini Ijumaa siendi Element tena, naenda kanisani. Hawezi kunipa story za huko. Okay. Sababu makanisa yote ya kiroho inapofika Ijumaa huwa ni siku ya kukesha. Ni siku ya mkesha. Unaelewa? Unakesha, unarudi nyumbani asubuhi, unalala, Jumapili tena kanisani. Maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani? Yamebadilika kwa sehemu kubwa sana. Nimekuwa ni mtu wa kushinda peke yangu sana. Sasa hivi nimeshinda sana peke yangu. Kwa nini? Nashinda peke yangu kwa ajili ya kujitathmini mimi pia nipo wapi na naelekea wapi. Unajua unapokuwa unakaa unabol na watu nini, hauwezi kujua wewe ni nani na unatakiwa ufanye nini na unaelekea wapi, kwa sababu unakuwa upo na watu sana. Lakini unapokaa peke yako kwa muda mwingi unajitambua na unajitathmini kwa kiasi kikubwa sana. Nimeokolewa ni ngoma ngapi tangu umeanza kuimba injili? Nimeokolewa ni ngoma kama ya 3 hivi. Ya 3, lakini nilikuwa natoa muziki wa injili navutwa huku tena. Unajua tena ulikuwa mguu mmoja ndani, ulikuwa wavuguvugu. Sikuwa ile kama nimekuwa sasa moto sasa nimekuwa kwa. Lakini kwa sasa hivi nipo serious sana. Nimeokolewa ndo naweza nikasema sasa hivi ni ngoma yangu ya kwanza. Lini uliamua kwamba sasa naingia miguu yote miwili, nataka kuwa moto, sitaki kuwa vuguvugu? Okay, mwaka 2025 sisi makanisa ya kiroho huwa tuna mwisho wa mwaka waga lazima tukae sana makanisani. Kwa hiyo nilikaa nikamuomba Mungu, nikaomba pia mwaka 2026 uwe ni mwaka wangu wa userious wa kuokoka kwa neema yake yeye. Na ni kweli ilipofika huo mwaka naona neema hiyo ninayo. Neema hiyo ninayo na ufahamu huo pia ninao, na ninaamini mwaka huu utakuwa serious sana katika kazi ya Mungu. Lazima watu watapata vibao vingi sana vya injili. Kwa hiyo unasema kabla ya mwaka 2025, nikimaanisha 2024 na kurudi nyuma, bado ulikuwa ukiandikia wasanii nyimbo? Nilikuwa naandikia lakini pamoja na maswaibu yote yaliyokukuta, wengi walikuwa ni wa nje hapo. Wasanii wa Kenya wapi wamenyoka. Kwa sababu unaweza kaambia nitumie advance akakutumia ukafanya kazi ya. Sasa ukoona kama hiyo inaweza kuwa ni biashara thabiti kabisa kama umeona soko la kimataifa linakulipa vizuri? Lakini sio kwamba kila siku unaweza ukapata kazi kwa mwezi labda mara moja mara ngapi. Kwa hiyo msanii wa Kenya umemwandikia nani? Siwezi kuwataja, ni wengi. Siwezi kuwataja. Kwa nini huwezi kuwataja wakati walikulipa pesa? Hapo wa nyumbani nimeogopa kusema uwataje kwa sababu unasema ni madhulumat. Kutokana na makubaliano pia. Mlikubaliana kutokutajana. Kwa hiyo sasa niambie upande wa kibiashara. Nakuuliza sana hapo kwenye kutunga wimbo kwa sababu nimezungumza na wasanii wengi kama wewe wanaandika wimbo akishalipwa kama ni 100,000 yake ama amepewa 20,000 ya nauli, basi hakuna kitu kinachoendelea. Kwa hawa wasanii ambao umepata wa kimataifa labda Kenya tuseme, mnakuwa mna makubaliano gani kwamba unamwandikia ngoma halafu baada ya kumwandikia unakuwa na credit kwenye wimbo, mnagawana mapato yake anayopata, ama unaandika anakulipa then mapato yake yote yanakuwa ni ya kwake? Kinachotokea ni kwamba kuna makubaliano aina mbili. Anaweza akakulipa hela kwamba ananunua na haki yako, yani kwamba akutaji. Au anakulipa hela lakini pia anakuandika kwenye metadata kwa ajili ya kukusanya mapato mengine ambayo kutokana na kazi yako ambayo umemwandikia. Lakini hawezi kwenda front kukutaja kutokana na makubaliano pia. Kwa hiyo wengi ambao nimefanya nao kazi wamenilipa lakini pia wameandika kwenye metadata. Kwa mkwanja unaendelea kuingia. Mkwanja unaendelea kuingia. Hapo lazima uokoke kaka. Kwa sababu 10,000 ya kila siku ni bora kuliko 100,000 ya siku moja. Kabisa, nakubaliana na wewe. Umeniambia hii ni ngoma yako ya 3. Zile 2 za kwanza nazo ni gospel? Ni gospel. Kuna wimbo unaitwa Maombi. Kuna wimbo unaitwa Blessing. Ni nyimbo ambazo nilizitoa 2025 huko. Lakini sikuwa hivyo serious katika safari ya muziki. Lakini nimesema wimbo wa nimeokolewa, unasikia tu wimbo wenyewe nimeokolewa. Nilikuwa muovu, mwenye tamani, sielizika. Huenda kweli mimi nilikuwa sieliziki, ndio maana Mungu akawa ananipitisha katika changamoto ambazo nazifanya. Nimepatana nazo. Kwa hiyo ndio maana nimechagua kwa hii ndio wimbo wangu wa kwanza na nitakuwa serious sana. Kwa zile 2 za mwanzo saizi utakuwa uzitambulishi kama zako tena ama inakuwaje? Kwa sababu hapa ni kama unasema umerudi. Nimeshazishusha.
umezishusha kabisa? Nimeshusha kabisa. I say kweli uko serious. Nimeshusha kabisa. Hazipo. Kwa hiyo saa hizi uzitambulishi tena kabisa? Hizo ndo nimeshaacha. Umetoa sadaka. Sadaka. Ni nyimbo nyingine ambazo zitafuata. Hizi hazitotoka tena. Nishashusha kabisa. Okay. I say. Hebu 14 tupe hiyo tumsikie Logic bwana. Logic yake ngumu. Mimi nataka nikusikie wewe Logic. Nikatenda maovu bila kujali wala kuogopa. Niliopalia ujana sikujua ni maji ya moto. Niliziacha ibada sikujua mwisho wake majuto. Muda wote starehe na mimi, wanawake washerati na mimi. Sikusaidia hata masikini, waloniomba liwatupa chini. Nimeokolewa, nimeokolewa. Amen. Nimebarikiwa. Baba wa mbinguni, Baba yetu ndiye faraja yako. Na umkaribishe maishani mwako. Muite rafiki palipo na dhiki, hatokuacha. Upendo wake thabiti amenibariki. Sito muda wote starehe na mimi, wanawake washerati na mimi. Sikusaidia hata masikini, waloniomba liwa. Nimeokolewa, nimebarikiwa, nimekombolewa. Baba wa mbinguni, nilikuwa muovu mwenye tamaa nisiyeridhika. Nikatenda maovu bila kujali wala kuogopa. Nilopalia ujana sikujua ni maji ya moto. Niliziacha ibada sikujua mwisho wake majuto. Muda wote starehe na mimi, wanawake washerati na mimi. Sikusaidia hata masikini, waloniomba liwatupa chini. Nimeokolewa kwa huruma yake Bwana. Nimebarikiwa kwa huruma yake Bwana. Ni kweli ulikuwa mwasherati? Kwenye washerati hapo usitudanganye umeokoka. Hapana. Lakini nimejimbia mimi pia nimewaimbia na watu. Nimejimbia mimi pia. Hapo unatuambia ukweli kabisa. Ukweli kabisa. Nikiwa kama mtumishi wa Mungu. Ni vile tu hatuna VAR bwana Logic kwamba turudi kule nyuma. Kweli ulikuwa mwasherati ama hukua? Kwenye washerati hapo hapana. Lakini kuna vijana wenzangu pia wameokoka. Sio mimi tu nimeokoka. Huenda pia nimewagusa katika njia hiyo pia. Okay. Nimewagusa. Kuna watu wanakuambia, najua kabla hujatoa ngoma na nini labda ulikuwa unaimba kanisani, sivyo? Kuna watu wanakuambia una sound kama Good Luck Gosbet. Nakutana na hizo sana. Maana ndio hicho kama nilikuwa nakisikia. So nafanana na Good Luck kwa sababu pia ni mentor wangu. Ni mentor wangu. Okay. Na mnajuana kabisa hivi? Tunajuana kabisa. Na unamtazama kama kio? Yeye ndo kanifundisha vitu vingi sana. Kama vitu gani?
kuandika, kufanya production ya muziki. Pia na yeye ni mtu ambaye ameniingiza sana kwenye wokovu. Ya, kwa sababu kuna vitu alikuwa ananiambia acha hivi, acha hiki, fanya hiki, akimpendezi Mungu kinampendeza Mungu. Sio kwa Dar es Salaam, wapo tupo mkoani kabisa, kijijini kwetu Mwanza huko. Okay. Swali langu lilokuwa linafuata kwamba mmefahamiana kwa muda gani? Ni muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Tabia gani aliwahi kukuambia uache ambayo unaikumbuka? Kulalamika apende good luck. Apende sana kulalamika. Apendi uwe na huzuni. Apendi pia weke vitu katika moyo sana. Okay. Ya, kwa hiyo hata mimi vitu waga vikiwa vikinizidia lazima wanifike kwake. Ya, nafika kwake, ananiweka sawa, na calm down na kuwa sawa. Okay. Na ulivyokuwa mshirikisha maswahibu ya kuandikia watu ngoma na bado alikuwa anakuambia nini? Nishalia mara nyingi sana kwake. Sana. Kipindi hicho alikuwa anakaa Sinza. Kwa hiyo nilikuwa nikikutana na changamoto yoyote nilikuwa naenda. Nilikuwa nikifika pale atakuuliza tu swali, unahisi ndio mwisho? Ukisema sio mwisho anakuambia acha kuweka vitu moyoni. I say. Yani ndo kauli lake. Yani kauli yake ni hiyo. Good luck ni mtu ambaye hata unaweza ukamuuzi sasa hivi hapo ukamkosea ukamfanyia tatizo kubwa sana. Lakini hapo baada ya dakika 5 nusu saa mkaongea vizuri. Ni mtu wa hivyo. Najua umeshasikia kuhusiana na mambo ya afya ya akili. Na wewe umepitia hicho kipindi kwa muda mrefu. Unaniambia mpaka ulitaka kujiua. Ulitokaje hapo? Ulipata ushauri ama ulifanya nini? Bila baba wa kiroho nisingetoka hapo. Nisingetoka. Ulikuwa unajisikia vipi? Yani kuna hali ambayo sijui niseme hivi, ushawahi kuhisi kila mtu unapita sehemu kila mtu anakutazama? Hiyo haijawahi nikuta. Yani unakuwa unajihisi hivyo, unaona yani na unaona hauna tena, yani hauna msaada wowote. Yani ni ule mtu ambaye unaona wewe umemaliza. Sasa kama umemaliza hauna msaada wowote, yani unajiona wewe ni kama mfu. Unaona ikija hiyo hali unaona sasa mimi kwenye hii dunia nafanya nini? Yani nafanya nini duniani? Kwa watu wa karibu wengi walikuwa karibu sana na mimi. Karibu sana na mimi. Kipindi hicho watu walikuwa wanapishana napoishi. Yani hawawezi kuniacha peke yangu. Sababu walikuwa kiniacha peke yangu mara mwisho mimi watu wamenikamatia Coco Beach huko kabisa. I say. Ulikuwa unaenda kufanya nini? Nataka nijirushe kule miamba kule chini, nijirushe chini. Kwa wale unajua Coco Beach kuna mida kama saa 6 hivi, saa 5 hawaruhusu watu wakae kule nanili. Kuna maskari wanapita. Kwa hiyo walioniokoa ni maskari. Kwa hiyo mimi nilikuwa naelekea kule sasa nifike kule. Mimi nijitupe kule chini, na pale chini unajua ni parefu. Alafu kuna ile miamba ni migumu. Kwa hiyo ukifikia kichwa yani lolote anaweza kukukuta. Kwa hiyo ndo wakanikamata, wakachukua simu, wakapigia watu wangu wa karibu wakafika. Kwa hiyo mimi namshukuru sana baba yangu wa kiroho. Baba wa kiroho alikuwa anakuambia nini mpaka akakutoa hapo? Mara nyingi anakufanyia deliver, wanasema kukuweka sawa, yani kuona bado unajua sisi vijana ukifikia hatua ya kuona kwamba ndo mwisho wako ni hatua mbaya sana. Yani kuona kwamba mimi hapa ndio mwisho wa kila kitu. Hakuna muendelezo wa chochote. Ni kitu kibaya sana. Na afya ya akili ipo kabisa. Yani depression ipo. Sisi hasa unafanya kitu afu unaona akija kulipa na kimewaingizia watu hela nyingi, na unapata story kwamba hichi kitu kimemwingizia fulani hela kadhaa, wewe hauna chochote, unashinda njaa. Umetolewa vitu ndani, kodi una, simu zinaita nyumbani. Inakukata kabisa. Unaona inakukata. Kwa hiyo muda mwingi mimi nisema kweli mimi nimekuwa sawa baada ya baba wa kiroho. Mimi nilihamishiwa nyumbani kabisa kwa mchungaji. Mimi nilikuwa nakaa kwa mchungaji kabisa. Kwa muda gani umekaa kwa? Nimekaa mwaka mzima. I see. Mwaka mzima. Kwa unaishi pale kama mtoto wa nyumbani? Na ni baba yangu. Yaani mimi hata likitokea tatizo lolote lazima nimpigie Prophet Daniel Tanji usiku. Lazima nimpigie hata kama mimi nikutana na changamoto yoyote nampigia yeye. Kwa hiyo yeye ndo
Najua kuna vijana ambao wanakusikiliza na kukutazama hivi sasa, huenda wamewahi kupitia msongo wa mawazo. Sio lazima iwe nyuma ya story ya iliyosababisha msongo wa mawazo iwe kama ya kwako, lakini wamepitia hali kama hiyo. Unawaambia nini? Wasikae na vitu moyoni. Waseme kwa marafiki, au kama wewe ni Muislamu, mwambie hata ustadhi wako. Naona waambie marafiki zako. Kama wewe ni umeokoka, mwambie mchungaji wako. Ukikaa na kitu sana kwenye kichwa kinakuwa kikubwa. Unajua kitu kinakuwa kikubwa kila unavyozidi kukaa nacho ukitoi, lakini ukikitoa machungu, ukiyatoa yale. Kwa mfano mtu amefiwa, anapolia ndo anatoa ule uchungu kabisa. Lakini unapokuwa na ndani na uchungu ule, ina maana kuna kitu lazima kitakuchukua. Wewe unaweza ukaondoka na huyo marehemu aliyekufariki, lakini ukilia kuna kitu kinatoka. Kwa hiyo waseme, wasikae na vitu. Okay. Bado unasikiliza ngoma za kidunia? Kweli hapana. Hapana. Kabisa? Hapana. Sijui mara mwisho lini. Kweli? Ndugu zangu wanajua, wao wananikutaga kanisani. Hao muda wote wakitaka kukutana na mimi wananikuta kanisani. Yaani lazima waje kanisani. Sababu mimi pia ndo mwalimu wa praise pale kanisani kwetu. Kwa hiyo muda mwingi nipo kanisani. Sasa ukipata mahusiano utakuwa unampa mpenzi dedication ngoma gani? Hizo za injili? Kuna nyimbo za injili za za mahusiano. Mwali wewe. Zipo nyimbo za hivyo. I say, wanao mwaka wa mbele. Msanii gani unamsikiliza sana kwenye upande wa muziki wa injili? Na wasikiliza wote. Lakini kuna msanii nampenda sana. Nani? Goodluck. Nilijua tu hiyo bwana. Tupe akapela moja basi hata ya Goodluck. Ya Goodluck. Mimi nakushukuru Mungu sababu ya mengi, hata uhai huu sikustahili. Mimi nakushukuru Mungu tena sababu ya vingi, hata nikiwa nasali unajua na maanisha. So kama tu nilitenda mema kwa kujaringanisha na matendo yako makuu, mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Ni siri ya moyo wangu, matopeni topeni kaniketisha na wakuu juu. Umenipa heshima, ukanifuta machozi, asante o Baba. Hata shukurani zangu ni kwako, hey, shukurani zangu ni kwako, na shukurani zangu ni kwako, hey, shukurani zangu kwako. Aibu umefuta, fedhea umefuta, umenipa thamani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilitukanwa na kwa dharau wakasema kuisha habari yake. Kuna kipindi nilikufa, kipindi nataka kujiua, sasa pale nilidedi pale. Ukawa mfupa inayotembea. Pale nilifariki. I say, wimbo unagusa maisha ya wengi, hata mimi I say. Kwa hiyo sasa tutarajie mwaka huu ngoma ngapi? Mwezi wa 3 pia anaachia wimbo unaitwa Favor. Ushapanda kabisa. Anaachia wimbo unaitwa Favor. Baada hapo pia nitatoa EP, watu wajiandae kwa EP yangu. I say. Ya EP nitaita Tabasamu. Tabasamu EP. Kwa nini Tabasamu? So nilipoteza tabasamu. Saizi limerudi. Limerudi. Mungu kanirudisha tabasamu. Kwa hiyo nimeamua kuita EP yangu Tabasamu. Tabasamu EP. Itakuwa na ngoma ngapi? Nyimbo 5 tu. 5 tu. I say. Basi Logic, mimi nakutakia kila laheri. Asante sana. Asante sana kwa kuja kwenye Kasri. Asante. Binafsi nimefurahi sana kusikia story yako. Toka matopeni mpaka saizi uko mchangani. Saizi sio mchangani, uko kwenye lami kabisa. Lami.
ila mimi sasa hivi Kigae. Kabisa. Karibu tena Crown. Asante sana. Na ninakutakia kila laheri kwenye safari yako ya muziki. Asante sana. Asante sana. Shukrani sana kwa kwa ambao umetusikiliza na kututazama toka 12 kamili mpaka hivi sasa 3 kasoro. Shukrani za pekee kwa mwandaji wa kipindi hiki cha Kasri Matias Mloli akishirikiana na Maria Okotia, lakini maripota wetu bwana Octavian pale, bila kumsahau Martha Magawa, Bahati Msanjila kutokea kule Dodoma na wengine wote ambao hata hujawasikia leo. DJ wetu bwana 1414 namba uanza kutuvalia red mtumishi amesema chana na uasherati. Hiyo umeipata? Umeipata na ulisema kwamba uko kwenye mahusiano. Ni nini? Yamenyooka? Ni mchumba? Amesema fuata process. Haupigi ndondo kaka. Shukrani za pekee pia kwa wapiga picha wetu Jesse Jesus, Anoth Po na wengine, lakini pale chumba chetu cha matangazo Emmanuel Njiro, Emmanuel Mwansasu, Brian pamoja na Johnson fundi mitambo wetu. Asante sana. Kesho nayo siku majaliwa tupatane tena hapa. Crown Media tunakuambia tuko mwaka wa mbele, na kesho jambo kubwa kabisa linakuja. Kaa karibu na mitandao yetu ya kijamii, lakini pia sikiliza 92.1 na tazama Crown TV channel namba 415 kwa dakika. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.